Mamkuzi mema na mbawazi tokaye kwa mzee mkoa wa Ziwa Lieni, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imekuwa shakani ama imetetereka kiasi, mimi nakuambia kwa Jalali mwenye enzi na ulimwengu wake, Maliki na Sultano wa dunia yote uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye kipindi cha Viwanjani, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Mwezi huu Disemba kumekuwa na mambo mengi kweli kweli. Azam TV tuna vitu vingi sana ambavyo tutakwenda kukuonyesha katika kipindi hiki cha mwezi huu wa Disemba. Ziko taarifa kuhusiana na muendelezo wa Carabao Cup ambapo jana kulikuwa kuna michezo miwili ambapo tutakuja kukujulisha hapa kipi ambacho kilijiri na kuchukua nafasi. Mbali na hapo pia tutakwenda kuangazia kwa kina kabisa kile ambacho kinatarajiwa kuanzia Disemba 21, michuano mikubwa kabisa ya AFCON ya pale nchini Morocco. Kama haitoshi pia tutakujuza juu ya tarehe 26 kuhusiana na boxing on Boxing Day. Siku hiyo usiku wa vitasa, Hassan Mwakinyo Champez anapanda ulingoni. Kama hufahamu na kuarifu tu ya kwamba pale Dodoma Chilangali michuano ya mpira wa wavu bado inaendelea kushika hatamu. Dar es Salaam kama ambavyo ilikuwa ada kwa timu za wanawake na wanaume zikiendelea kufanya vizuri kweli kweli. Jana tumeshuhudia pia vikosi vya timu kadhaa vikiwekwa hadharani kwa minajili ya kuona wanajiandaa na fainali za AFCON. Kule nchini Morocco, Simon Happy God Msuva amekamilisha idadi ya wachezaji 28 kwa upande wa Stars ambao watakwenda moja kwa moja Morocco kwa ajili ya fainali za mataifa ya Afrika. Hayo na mengine mengi mazuri matamu na ya kijanja, yote unayapata kupitia kipindi cha Viwanjani. Mimi ni mtangazaji kinara, sanjari nami nimeketi na wachambuzi waandamizi kwelikweli na wabobevu katika masuala ya michezo mbalimbali. Ilivyo bahati hii leo asubuhi tumeketi na Godlisten Muro. Habari za asubuhi? Niko vizuri. Uko sawa sawa? Ni faraja kwangu tena. Umeamka vyema? Kuwateberesha tebwere. Na ninayo furaha mpwite kualika kwenye gaya hila adhimu kabisa ambalo limepambwa nanyi wachambuzi wa bobevu. Andrea Kinga Mkono. Habari ya tangu jana? Tamam kabisa. Umeamka vyema? Kullu tamam. Mambo yanakwenda vizuri. Jana ilikuwa ni siku kubwa sana kwenye michuano ya Carabao Cup ambapo tumeshuhudia michezo kadhaa. Manchester City ikishuka dimbani siku ya jana akifanya kile ambacho kilitarajiwa na wengi. Wao litaraji Manchester angefanya kile ambacho amekifanya. Yaani kwa timu yake na mpinzani wake walikuwa wanampa nafasi Man City kwamba ana nafasi ya kushinda. Ndicho alichokifanya, akashinda goli zake mbili nzuri. Amekwenda anasubiri wengine. Muro, unasemaje? Ulitaraji kile ambacho umekiona kikitokea siku ya jana kwa michezo miwili ambayo ilipigwa siku ya jana? Sahihi kabisa, kwa sababu kwa namna ambavyo City anapambana kurejesha ufalme aliopoteza msimu uliopita, ilikuwa lazima aendelee kupambana hivyo. Msimu uliopita kaikosa Carabao kabisa ambayo ilikwenda kwa Newcastle United. Ndio. Kakosa ligi kuu, ilikwenda kwa Liverpool. Sawa sawa. Champions League mambo yake yenyewe yalikuwa magumu msimu uliopita. Kwa hiyo kwa kile kilichotokea kwenye Carabao jana, ilikuwa ni raundi ambayo unaona uzani ambapo unatarajia utaangukia ukaangukia pale pale. Na upande wa pili wa shilingi, mabingwa watetezi wameendelea kupambana katika ubora wao. Kwa hiyo wanaendelea kutaka kujipambanua. Newcastle wajua miongoni mwa timu nzuri Uingereza, zinafanya vizuri, lakini wana bahati mbaya sana kwenye ligi kuu, waga waonekanaje hawachukui mataji, lakini kwenye mashindano mengine wanaonyesha ushindani. Ni timu ambayo ya daraja ya kati ambayo inaonyesha ushindani mkubwa na wamethibitisha jana wameshinda, wanaelekea kwenye na njia nzuri ya kwenda kutetea taji lao, japokuwa hatua ijayo anacheza na Man City. Kwa hiyo itakuwa mechi nzito sana kwao. Inaweza ikawa ndio ile waambieni waliwale waje wale. Lakini uzuri kwa sababu wana historia nzuri. Msimu uliopita walikutana na timu vigogo wawili. Walicheza na Liverpool finali, walicheza na Arsenal nusu finali. Kwa walicheza na timu ngumu, lakini wakaenda wakatoa ubingwa kabisa. Kwa hiyo inawezekana Man City pamoja na kuwa yuko kwenye form, bado Eddie Howe kocha wa Newcastle akaendelea kuwapa mataji. Ukumbuka msimu uliopita walichukua baada ya miaka zaidi ya 60 kabisa. Na hiyo ndio maana halisi ya mpira unadunda. Wakati fulani hivi tuliambiwa hapa Chelsea inacheza against the world. Na kilichotokea uwanjani kusema kweli kila mtu alishangazwa na kile ambacho kimejitokeza kabisa. Ni kuarifu tu ya kwamba leo ni tarehe 18. Unafahamu kwamba AC Milan watashuka dimbani dhidi ya Napoli kwenye michuano ya Coppa Italia. Mchezo huu utakuwa ni majira saa 4 kamili za usiku. Muro, hapa nafikiri ndio kwenye gaya lako
wako muhimu kabisa tunapozungumza habari za kina AC Milan. Hebu walau kwa uchache tuizungumze kidogo mechi hii ya Coppa Italia. Calcio di Italia, yani soka la Italia. Nafikiri vigogo wanajulikana, Inter, AC Milan, Napoli, utamzungumza Roma. Ndio miaka hivi karibuni utaona kina Atalanta na wenyewe wameingia. Kwa hiyo ukizungumza mchezo wa AC Milan dhidi ya Napoli, unazungumza ncha mbili za taifa la Italia. AC Milan wanatoka Piedmont, miongoni mwa majimbo ya kaskazini mwa Italia. Ila Napoli wanajinasibu ndo wakombozi wa kusini mwa Italia. Ndio. Yaani kama Tanzania tungekuwa tunazungumza mikoa ya Songea, Mbeya huko mpaka Mtwara. Ndio. Anayewakomboa ni Napoli. Tunaizungumza Ruvuma manake. Sawa. Napoli, si? Ndio. Lakini upande huko kaskazini kama ndo ingekuwa Arusha mpaka kule Mwanza na kadhalika. Ndio ungekuwa unazungumza hawa kina AC Milan, Juve, Inter, wote wanatoka kaskazini mwa Italia. Kwa hiyo ni vita ya kanda mbili kubwa za soka Italia. Sawa. Lakini unazungumza vita ya makocha wawili ambao wote washai kupata mafanikio na Juve. Unamzungumza Massimiliano Allegri kwa maana Associazione Calcio Milano AC Milan. Sawa. Lakini unamzungumza Antonio Conte wa Napoli pale. Diego Armando Maradona. Na Conte uzuri ni kwamba timu yake imefanya vyema sana kwenye ligi kuu ya Italia msimu uliopita. Mabingwa watetezi. Naam. Kinga Mkono, nawe nisikukate kauli. Pengine una cha kusema kuelekea kwenye mchezo huu wa Coppa Italia. Vigogo wanakutana hii leo. Ni mechi ambayo tunasema inabeba mpira wa Italia. Sawa. Kwa sababu unakutana miamba miwili. Milan bado anajitafuta. Ile sio ile Milan ambayo watu jina lake kubwa, lakini mafanikio kwenye soka la Italia hapa katikati kidogo yamepotea kabisa. Kwa hiyo anajaribu kujijenga upya. Na Paul amefanya vizuri kwenye ligi, amechukua ubingwa na anakwenda kwenye mashindano yake akiwa na nia ya kutaka kuchukua na ile kombe kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa mechi hii itakuwa na ushindani wa aina yake kutokana kwamba na ubora wa timu zote mbili. Makocha wote wanajua, wana vijana ambao sasa wanacheza mpira wa ushindani na kila mmoja ana malengo kwamba anataka kuonyesha kwamba sasa timu yangu imeimarika kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba tutafanya vizuri na kutoa ubingwa. Galison Muro, mchezo mwingine kesho kwenye Coppa Italia ni kati ya Bologna ambao watakipiga dhidi ya Internazionale Milano. Mechi hii inapigwa saa 4 usiku. Hapa nadhani utakuwa na mengi sana ya kuzungumza kuelekea kwenye mchezo huu mgumu, na ni mchezo muhimu sana na hupaswi kumtuma mtoto dukani, maana kila mtu atakuwa na hamu na shauku kubwa ya kutaka kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Uzuri ni kwamba timu zote mbili zinashiriki kwenye mashindano tofauti barani Ulaya. Sawa. Utaona Bologna wako kwenye michuano ya Ulaya mikubwa, lakini same applied to Internazionale Milano. Pia wapo kwenye mashindano makubwa barani Ulaya. So unaweza ukaona ni timu mbili ambazo ziko bize nje ya Italia, ziko bize ndani ya Italia. Unajua Bologna miongoni mwa timu ambazo ziliondokewa na nyota wake bora katika ule msimu wao bora wa 23-24 kuelekea 24-25. Hawa kina Riccardo Calafiori ambao amekwenda Arsenal, unamzungumza Joshua Zirkzee ambaye amekwenda Manchester United. Lakini wamebakia na baadhi ya vijana wanapambana kwenye ile timu, wakina Lukumi ndio wanapambana kuibeba ile Bologna. Lakini miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri misimu hii mitatu ya soka la Italia, tofauti na nyakati ambazo Bologna wakati fulani Ahmed pamoja na Kinga Mkono tulikuwa tukionaga Bologna unaiona kwenye ile bottom 10, zile timu 10 za mwisho za msimamo wa Serie A kabisa. Lakini nyakati za misimu hii miwili mitatu Bologna ni ana fight dhidi ya hizi timu kubwa 6 za Italia. Unamzungumza AC Milan, Juve, unamzungumza Inter Milani, unamzungumza Roma, unamzungumza Atalanta, na kuna nyakati fulani Lazio anaingia kwenye huo upinzani. Kwa hiyo ukiwatoa hao unamuona Bologna ameingia kama timu ya 7. So unajua EPL walikuwa wana ile top 4 ya Manchester, Chelsea, Arsenal na Liverpool. Akaongezeka City na Spurs wakawa 6. Sasa na kwa Italia ukimtoa AC Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli yupo wa 5, Atalanta, Lazio, unamuona Bologna naye ameingia hapo. Kwa hiyo ukiona timu ya material ya kutengeneza top 8 ya Italia, unaona hii ni timu yenye material ya kumsumbua Internazionale Milano. Inter hii ambayo iko chini ya mchezaji wao wa zamani fullback wa kushoto kutoka Romania, Christian Chivu. What a game. Kinga Mkono.
Nafikiri Gallison Muro amezungumza kwa mapana na mawanda yake. Kila kitu. Sasa wewe tukupeleke kwenye La Liga. Tarehe 20 kutakuwa kuna mchezo kati ya Real Madrid na Sevilla, na huu utakuwa ni mchezo ambao tumeupatia jina wa usiku wa La Liga. Hupaswi kumtuma mtoto dukani. Madrid ambayo inapambana kuona inarejea kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu nchini Hispania. Utakumbuka pia Barcelona nayo inatamani kuendelea kubaki kwenye kilele cha msimamo wa ligi hiyo. Karibu sana. Ni mechi kubwa, mechi yenye ushindani. Hasa ukiangalia ushindani kati ya Sevilla na Real Madrid. Sawa. Na siku zote Sevilla wanaonyesha kiwango kizuri sana wanapocheza na Madrid. Ushindani wao unakuwa mkubwa. Ndio. Wanajaribu kutengeneza timu ambayo itawapa kitu kizuri. Kwenye La Liga Sevilla unajua tabu yao na wenyewe wana changamoto moja kwamba kuna wakati wanakuja wanakuwa bora sana, alafu kuna msimu wanakuja wanapotea sana. Kwa hiyo nadhani msimu huu wamekuja vizuri na wanaonekana kabisa wana lengo la kuonyesha ushindani, japokuwa sio kwenye mbio za ubingwa, lakini unawapa kwenye nafasi zile 4 bora za kucheza au kucheza Europa. Hawa ni mabingwa wa Europa mara nyingi zaidi. Kwa hiyo hiyo historia inawabeba na ushindani wao na Madrid utaonekana. Na Madrid wenyewe sababu yao sasa hivi tumesema tokeaje kwamba wana changamoto la safu yao ya ulinzi. Wachezaji wengi wagonjwa. Kwa hiyo inawapa Madrid kuwa na rundo la wachezaji majeruhi. Kwa hiyo hiyo inawapa wakati mgumu Madrid kuonyesha kile ambacho wanacho. Na Alonso ndio maana kidogo kama Perez amekuwa mpole kidogo kwa sababu anaona uhalisia watu wako nje wengi wagonjwa. Kwa hiyo hicho itafanya mchezo huu uwe mgumu kwa Madrid kutokana na hiyo historia ya rekodi ya wagonjwa walikuwa nao nyuma. Sawa. Gallison Muro, tuangalie kidogo kwenye mchezo wa siku hiyo mwingine, na hapa na tunang'oa nanga kutoka pale Hispania tunaenda moja kwa moja kwenye Bundesliga ambapo hii ni ligi kuu ya kandanda nchini Ujerumani. Kutakuwa kuna mchezo kati ya RB Leipzig ambao msimu huu wameonekana kuonyesha makali yao ya kutamani kuona pengine wanatoa ubingwa wa ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani. Hawa RB Leipzig wao watakuwa nyumbani dhidi ya Bayer 04 Leverkusen na ni mchezo mgumu sana ambao utachezwa kwenye dimba lile la Red Bull Arena bila shaka. I say game nyingine bora sana ya viwanda vya kuzalisha wachezaji wazuri wa soka la Ujerumani. Ukizungumza Leipzig, misimu 7 iliyopita ni miongoni mwa timu ambayo imefanya biashara kubwa sana ya soka barani Ulaya. Ndio. Akina Christopher Nkunku, kundi hilo. Yani tukitaja ni wengi, kina Weston McKennie, kina Tyler haijajitoa kwenye timu 5 bora za Ujerumani. Unaelewa sijui. Yani nafikiri mapinduzi ya kampuni ya Red Bull ambayo ilikwenda kuwekeza pale yameonekana moja kwa moja. Sababu sister club yao, kwa maana club dada nyingine ni kutoka Austria, RB Salzburg. Hao wawili wanashirikiana sana kwenye kutengeneza talents bora duniani. Leo hii ukienda ligi nyingi kina Lodi Mukiele hao wamesambaa. Pale Bayern kuna Dayo Upamecano wamemtengeneza wao, si ndio? Kabisa. Hao kina Marcel Sabitzer na kadhalika, sio? Lakini wakati kutoka kwa mkopo kwenda United. Unakumbuka vizuri. Baadaye akaenda Bayern na kadhalika. Sasa ukienda pia upande wa Leverkusen pia wapo kwenye ujenzi upya wa timu baada ya mafanikio ya kuchukua Bundesliga kwa mara ya kwanza. Timu ikiwa chini ya Xavi Alonso. You understand? Msimu uliofuata walipitia kile kitu kinaitwa Triple S, second season syndrome. Tunasema ni aina fulani ya uchovu ambao huwa unaikuta timu iliyo struggle sana kupata ubingwa msimu uliopita, lakini kama wanashindwa kuwa na replacement sahihi, msimu unaofuata wanakuaga wanapitia shida kubwa kabisa. Sasa ni kitu ambacho kiliwakuta Leverkusen na msimu uliopita Bayern wakachukua ubingwa. This time unaona sasa Leverkusen mechi ya pili tu tayari walishatimua kocha. Kama unakumbuka vizuri. Akaingia pale Kasper Hjulmand kutoka Denmark. Kabisa. Kwa hiyo ni Leverkusen ambao ukiangalia sasa hivi ina sura mpya kabisa. Hawana tena kina Frimpong, hawana tena kina Florian Wirtz, sio? Unaona kundi la Jonathan Tah kaenda Bayern. Kwa hiyo ni Leverkusen ina sura mpya. Kama vile imebomolewa. Yaani watu walienda kuchukua nyota ambao wanawahitaji na wakaacha wakiendelea kuhangaika. Very sure Ahmed. Utaona ni Leverkusen ambayo imebomolewa sasa inatakiwa irudi kwenye njia yake. At the same time hawa talents ambazo zimeingia kwenye kikosi ziweze kutoa kile ambacho walifanya mpaka msimu ambao wanachukua ubingwa chini ya Alonso. Bahati mbaya ni moja Ahmed, ukishapata mafanikio ndio unaanza kuteswa na mafanikio kabisa. Mashabiki wa Leverkusen sasa hivi hawaishi kwenye kubaki tu kwenye Bundesliga kwenye zile top 4. Hawaishi kwenye kushiriki tu Champions League. Wanajihisi sasa wana msuli wa kupambana na Dortmund, Bayern Munchen, wana msuli wa kupambana na hizi timu ambazo zinasumbua kwa hivi sasa. Kwa sababu ukiona angalia Bundesliga
hata wapinzani wakubwa ambao Leverkusen ungekuwa unasema unapambana nao nje ya Bayern ni hawa kina Dortmund ambao kwa miaka hivi karibuni unaona imekuwa ngumu sana kumsumbua Bayern kabisa. Kwa hiyo Leverkusen kile ambacho alikifanya msimu juzi ndio kinamfanya aone kila mechi anayocheza ni fainali, kwa sababu timu hazimtafsiri tena Leverkusen kama mid table mwenzao. Wanamtafsiri kama mtu ambaye ni bingwa wa juzi tu. Yes. Historia inaendelea kumkandamiza na historia inaendelea kumtafuna kweli kweli. Mafanikio ambayo aliyapata katika msimu uliopita ama msimu ambao Xavi Alonso alikuwa pale, maana msimu uliopita Bayern Munich ndio walikuwa mabingwa wa ligi kuu ya Ujerumani, lakini msimu wa nyuma kabla ya Bayern Munich kuwa mabingwa tulishuhudia makubwa sana akifanya chini ya Xavi Alonso, ambaye kusema kweli alifanya kila kitu kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri kweli kweli. Kuna mechi ile ya mechi yao na Atalanta kama utakumbuka, mechi ya Ademola Lookman ambayo ndio ilikuja ikampa jina na kumfanya dunia iweze kumtambua akipiga hat-trick kwenye ule mchezo. Kusema kweli walifanya kila kitu. Turudi kidogo kwenye La Liga ambapo hapa Andrea Kinga Mkono nitakurudisha nyuma kidogo. Tumezungumza Madrid kwenye mchezo wao ambao wanatamani kurejea kwa kasi kuifukuza Barcelona ambayo inatamani kuona nayo inakaa kileleni. Sasa Barca wao watakuwa na mchezo wakikipiga dhidi ya Villarreal. Mechi hii itakuwa ni siku ya tarehe 21 na itaonyeshwa saa 12 na dakika 15 za jioni. Nini ambacho unakiona kuelekea kwenye mchezo huu kabla ya kuingia kwenye kitivo chenyewe sasa kuanza uchambuzi wetu jamili kabisa? Mechi ni mechi ya ushindani, lakini naona Barcelona wakiwa kwenye mstari mzuri zaidi wa kupata matokeo. Kina Lewandowski wana nafasi ya kuwa, kina Rashford, Yamin wana nafasi ya kuja kuonyesha kitu ambacho kile Barcelona ambacho wanakitafuta na hasa kutetea ubingwa wao. Unaona sio wabezi. Villarreal ni timu nzuri, inaweza kuonyesha ushindani kwa sababu sasa hivi kuna kwenye La Liga kumekuwa na matokeo ya kushangaza kabisa. Yani kuna wakati unaona unatamani unafikiri kama Barcelona atashinda au Madrid atashinda, anaenda pale mechi inampalia anafungwa. Kwa hiyo kupalia yani mechi inamkataa wewe kamia maji sana au unashindwa nakupalia. Kwa hiyo Villarreal unanyoa na timu nzuri, kwa hiyo ushindani utakuwepo, lakini bado naona Barcelona wana nafasi kubwa ya kushinda kutokana na nani yao. Mura kidogo tu, namna ambavyo unaiona Real Madrid sasa hivi inateseka na ombwe la wachezaji wenye majeruhi, ndivyo miezi miwili kama si mwezi mmoja nyuma ilivyokuwa ikiteseka Barcelona wakiwa na jopo kubwa sana marundo la wachezaji wenye majeruhi. Kuelekea kwenye mchezo huu unaiona Barcelona ikijipambanua zaidi ya kutaka ubingwa kwenye msimu huu wa La Liga? Na kinachochangia zaidi ni pale ambapo Madrid aliteleza. Madrid alishakuwa top kwenye msimu. Yes. Sio? Na bado msimu huu alimfunga Barca. Unajua tunasemaga ili uwe bingwa kwanza yule competitor wako unashindania ubingwa ama title contender mwenzako, hebu chukua pointi zake kwenye head to head game, afu maintain ushindi kwenye michezo mingine. Sawa. Madrid alichukua pointi dhidi ya Barca zote tatu. Maana tunasema hiyo ni advantage ya wewe kutengeneza gap. Na mechi ilikuwa na mambo mengi. Mechi ilikuwa ingekuwa Swahilini kwetu mambo angekuwa kibao. Kabisa. Lakini tunasema baada ya Madrid kuteleza kwenye zile sare ambazo zilifululiza, Barca akawa anashinda mechi zake. Pale ndo akaenda kupindua meza. Sasa pale ambapo amekaa Barca, nafikiri miongoni mwa makocha ambao waga wagumu sana akisha kupindua Hansi Flick anafahamika hivyo. Yani sasa hivi unaona kitu ambacho ananishangaza, anacheza na vijana chini ya miaka 21 kwenye center backs. Yuko Pau Kubasi, yupo kijana anaitwa Gerard Martin. Huu Gerard Martin alikuwa ndio fullback wa kushoto wakati Alejandro Balde ana majeraha. Yule kijana mwenye asili ya Senegal. Sio? Amerudi Alejandro Balde, walimu wakaona okay, sina Ronaldo Araujo. Christensen alikuwa majeraha ndo ameanza kurejea. Sio? Hebu hao watoto wafanye kazi yao. Of course wamefanya kazi bora na juu yao wakawa wanacheza tena vijana wadogo kina Pedri, lakini timu ulikuwa unaona inakwenda. Sasa juzi nimeona mechi yao iliyopita wakamuintroduce tena
Frank de Jong naye ni kama amerejea kwenye kikosi. Kwa hiyo nguvu yao imeongezeka. Lewandowski amerejea pia kutoka kwenye majeraha. Rafinha yuko kwenye fomu ya hali ya juu. Na yeye alikuwa majeraha lakini tayari amekaa. Unamuona alivyokuwa na fomu. Mechi ya juzi kapiga chuma 2 zote kama unakumbuka vizuri. Ni kama Lamine amepunguziwa kazi kubwa. Kwenye Copa del Rey juzi Rashford kafunga bao. Kama unakumbuka ni juzi tu hapa. Rashford ameingia sabu kaenda kasko. Kwa hiyo Hansi Flick sasa hivi ana machaguo mengi. Lakini upande wa pili wa Villarreal, moja kati ya timu za La Liga 4 zilizoanza kwenye fomu ya juu ni Villarreal. Wananyambizi wa manjano. Manyambizi wa manjano. Zamani uwanja wao walikuwa wanaita Estadio Madrigal. Sasa hivi de la Ceramica. Pale Ceramica sio sehemu salama sana kwa timu nyingi hivi sasa, kwa sababu Villarreal kaanza msimu kwenye form, kaongeza watu muhimu kina Thomas Partey, watamkosa kwenye kuelekea michuano hii ya AFCON, lakini wana kempu kubwa ya watu ambao wanafanya kazi zao bora sana, ambao kidogo wanaweza wakasema Villarreal ya Unai Emery iliyochukua Europa mbele ya United, Villarreal 2006 waliocheza semifinal na Arsenal Champions League. Kidogo naona Villarreal yenye ushindani kwa hivi sasa, japo dhidi ya Barca hii ambayo utatakiwa kucheza kwenye intensity hiyo mpaka dakika 90 ndio uamini umetoka salama dhidi ya Barca. Sababu majina sio ya kutisha hivyo, lakini wanacheza kwenye intensity ya juu. Kama huwezi kuvumilia ile joto wanalokupa ndani ya kiwanja, wanakufunga wanavyojisikia. Na ifahamike, si tu Tanzania, sio tu Afrika, lakini dunia nzima. Timu ya daraja la kati inapokwenda kucheza na timu kubwa yenye jina, maana yake wachezaji pia wanaitumia nafasi hiyo wao wenyewe kujiuza. Wanasema inatokea kama wanaita, natafuta Kiswahili chake leo kinaanza kunitoka hiyo. Ile self motivation. Motisha binafsi. Yani wachezaji huwa wanapata motisha binafsi. Bwana nimeiva kwenye Kiswahili. Au kwa sawa. Naanza kukimbiza. Wanasema mwanafunzi huwa fundi ashindapo mtihani. Sasa au vya kurithi vinazidi. Lakini narisi vitu vyako shehe. Bwana ni Galisten Muro huyo akitupitisha hapo kwenye yale ambayo tumeyatazama, na kwenye hii michuano ya AFCON ambayo inaanza kutimua vumbi Disemba 21. Hapa sitawataka wachambuzi wangu wakiti sana kujadili hilo na kuchambua hilo. Ilikuwa ni kama kifungua kinywa tu ama astaftah kukuweka sawa sawa mtazamaji ambao anafuatilia kipindi cha Viwanjani, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo zilizosheheni kutokea kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Leo ilivyo bahati tumeketi na Galisten Muro, lakini pia tuna Andrew Kinga Mkono. Tunaamini kabisa tunakwenda nawe sako kobako kutokea sasa mpaka tamati ya kipindi cha Viwanjani. Moja kwa moja kwa sasa tuangazie taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari za michezo, tukianzia moja kwa moja kule nchini Misri ambapo kambi ya timu yetu ya taifa ya Tanzania huenda ikatamatishwa leo na timu ya taifa ikasafiri moja kwa moja kuelekea pale nchini Morocco. Habari kubwa ni kuhusiana na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Tanzania Simon Happy God Msuva. Tayari amejiunga na kambi ya timu ya taifa ya Tanzania iliyoko nchini Misri kukamilisha sehemu kubwa ya nyota wa timu hiyo wanaojiandaa kwa ajili ya fainali za mataifa ya Afrika yani AFCON zinazoenda kuanza weekend hii pale nchini Morocco. Tayari Mbwana Ali Samata Popa amewasili Misri. Novatus Dismas Miroshi amewasili nchini Misri, bila kusahau naye Alphonse Mabula amewasili kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Stars itaelekea Morocco leo ama kesho kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kabisa ya kuivaa na Nigeria. Moja kwa moja tujikumbushe kile ambacho kilikuwa kikijitokeza wakati Simon Happy God Msuva akiwa anawasili kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania, na nikaona pia ukurasa wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania imeposti ile picha ambayo ikimwonyesha Msuva anawasili kwenye kambi ya timu yetu ya taifa ya Tanzania. Andrew, jana tulizungumza habari za Samata kuwasili na tukaona wakati anawasili tuliona mahojiano yale wakati anazungumza na mwandishi ama mwakilishi ambaye Azam Media imemtuma Misri. Msuva naye anaongezeka kwenye kambi ya timu yetu ya taifa ya Tanzania. Kuna tija kiasi gani kwa wachezaji hawa wakongwe kujiunga na vijana ambao wao walishatangulia mapema? Hapa ndo jeshi limetimia sasa. Ile timu jeshi limetimia na ndio wakati sahihi wao kwenda kutuonyesha kile ambacho vijana wakajifunze na nini wao wanajua thamani ya timu ya taifa kabisa, kwa sababu wao wawili Samata na Msuva ndo vinara wa ufungaji katika timu yetu ya taifa. Na tunaamini uwepo wao utaongeza kitu kikubwa kwenye timu ya taifa, kwanza kiuchezaji na pili kwa sababu wamecheza nchi mbalimbali, ule uzoefu wao kwenye kambi na kuwajaribu kuongea na wenzao, kuwatuliza kwenye mazingira.
Kwa hiyo unawafanya wachezaji hawa wakienda pale watuonyeshe kwamba taifa limetimia na sasa tunaenda kwenye vita rasmi, na vita rasmi ni kuanzia dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo tunafanyaje? Vijana hawapo, wako tayari, na Msuva amekuwa ni mfungaji muhimu sana wa timu ya taifa. Katika mechi ambazo unamhitaji Msuva kupe goli, anapambana na kupa goli. Ni mtu anayejituma sana kwenye timu ya taifa. Yaani kuna wakati watu wasema Msuva anajua kuipambania timu yake ya taifa, wakilinganisha na wengine nasema bwana, huyu jamaa akija kwenye timu ya taifa kweli unamuona anapambana. Ni Sadio Mane wetu. Mapambano yake ni makubwa sana kuhakikisha kwamba yeye mwenyewe anajitengezea jina, na siku zote Msuva kuna wakati wao ndo anachukua sana, natamani mimi niende kama level za Samata. Unaona, hayo ndo mapambano yake, kwamba na mimi nataka niwe pale juu kama alipokuwa Samata. Na kweli amepambana, na unamuona tangu ameanza kucheza soka mpaka sasa hivi ameendelea kujitunza, na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajitunza, wanapambana uwanjani akiwa kwenye klabu zake mbalimbali. Unajua kucheza Iraki sio jambo dogo kabisa. Kwa hiyo ni mtu ambaye unaona anaamua, ana kitu rohoni mwake, anataka kudhibitisha. Si tu kucheza Iraki, lakini Simon Happy Goli Msuva miongoni mwa mataifa ya Afrika ambao amecheza kwa mafanikio makubwa ni pamoja na Morocco. Alikuwa Morocco, ukianzia Wydad Difa katikati kuna neno Hassan unaliacha huwezi kuliacha. Muro, nataka nisikie hisia mseto pia kutoka kwako. Kuwasili kwa Msuva kwenye kambi ya timu yetu ya taifa ya Tanzania kunaongeza nini kwake binafsi, lakini pia kwa timu nzima kwa ujumla wake? Karibu sana. Labda niibe siri moja kwenye coaching. Wakati nasoma kozi ya kocha moja kati kocha mwingine jana tulikuwa tunaanzia grassroots, tulikuwa na mnani hapa, sasa hivi anapanda taratibu. Moja kati ya vitu ambavyo darasani unafundishwa, unaambiwa kabla hujaanza programu yako yoyote ya siku, hakikisha umetambua idadi yote ya wachezaji uliokuwa nao, na kama hayupo uulize yuko wapi. Sawa. Na kama kuna mchezaji mwenye majeraha uulize nani anaumwa ili umtenge kwenye program. Sasa kwa nini nimeanzia huko? Walimu wote wa mpira duniani wanapenda kutrain kundi lililotimia. Sawa. Hata Ahmed usingefungua kipindi hapa kama hivi viti vyote visingekuwa vimetimia. Kabisa. Siwezi. Kuna namna unaliona game. Siwezi. Mpaka nione jopo langu limekamilika. Hapo ndo nitakuwa najimwaya mwaya. Yaani unajisikiaje kila saa unamwambia mtazamaji kuna mtu atakuja? Siwezi kufanya. Namwambia kabisa Mtozi, Gift na Rukaya. Huwa nawaambia kabisa siwezi kwenda hewani kama mambo hayajakamilika. Na wao wanajua. Sasa kwenye coaching ipo hiyo. Walimu wengi wako comfortable. Akili zao zinatulia. Akiona program wanaotaka kwenda kuitengeneza ama kwenda kuiwasilisha inaenda kwa grupu zima ambao walilipanga. Waliplani kuwa na wachezaji 28. Mwalimu kutraini na wachezaji 27 tu kwake ni shida, kwa sababu kuna mmoja amepitwa na hizi programs zilizopita hapa. Maybe kuna taarifa ilitoka, labda ligi yao bado ilikuwa inaendelea, klabu yake ilitakiwa imtumie mpaka mchezo fulani. Yes, sahihi, na mwalimu anaweka kwenye kibox tiki, nimekubali. Lakini kiukweli nyuma ya pazia mwalimu anakuwa haenjoy. Hapo unazungumza kama kocha sasa. Kama kocha. Sasa ukishakuwa na wachezaji wote 28, maana yake kinachotoka darasani, kwa sababu players wana train katika maeneo mawili makubwa, eneo la vitendo na eneo la theory. Wanaingia kwenye darasani, mwalimu atachora kwenye ubao, leo tutafanya ABC, twendeni practical. Kama leo ni gym, mtu wa fitness atawapeleka, baada ya hapo twendeni uwanjani tuka practice tactics, mbinu utakazotuzitumia ndani ya kiwanja, sio? Kwa hiyo ukishakuwa na wachezaji 28, faida yake ni kwamba grupu zima unachotaka kwenda kukiimpart, kwenda kukiingiza kwenye vichwa vyao, umelipata limetimia. Kwa hiyo kuingia kwa Msuva, faida ya eneo la coaching ni kwamba sasa hivi ana room Mwalimu Gamondi na msaidizi wake Hamadi Ali kutrain grupu zima. Lakini namba 2, Msuva na Samata wanakimbizana na rekodi ya Ngasa. Ngasa ndo all time top scorer wa timu ya taifa, mfungaji bora wa muda wote, mabao takriban 25. Nafikiri Samata na Msuva ilikuwa 23-24. Nitasimama kurekebishwa na nitakuwa very humble kwamba wanakimbizana na hiyo rekodi, wamebakiza kama mabao 2-3 waweze kuivunja kabisa. Kwa hiyo Msuva alipambana kwanza kufikia rekodi ya Samata, akaifikia rekodi ya Samata. Sasa anapambana kuweza kuvunja rekodi ya
ya Ngasa. Yes, kwa sasa kwenye ule mchakato wa kukimbizana pia na rekodi za timu ya taifa ndio faida pia ambayo timu ya taifa itaipata, kwa sababu ile goli halitaandikwa Msuva moja sijui Nigeria sifuri, kwa ni Stars moja Nigeria sifuri. Kwa hiyo ukitoka hapo ndo unakuja kuangalia sasa level ya uzoefu. Anakwenda kwenye AFCON yake ya 3. Ya kwanza walienda nchini Misri 2019 tukiwa kundi moja na Senegal, Algeria ambao wote walikwenda finali pamoja na majirani zetu Kenya. Maana tulikuwa kundi gumu. Maana tumetoa timu ambazo zimeenda moja kwa moja finali. Zimeenda finali. Sawa sawa. Msimu wa AFCON 23 ambao ilifanyika 2024 Ivory Coast tulikwenda nao. Zambia wapo pale, Morocco alikuwepo, DRC pamoja na sisi. So unaweza ukaona anakwenda kwenye AFCON ya 3, ni historia nyingine kubwa kwa yeye na Samata ambao back to back sasa. Hapa anakosekana labda Manula, lakini Kapombe alikosa 2019 kama unakumbuka vizuri, kutokana na majeraha. Na kama unakumbuka na alitangaza mwenyewe baada ya majeraha yale akasema mimi nimeshastaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania. Unakumbuka vizuri. Wakati ule wachezaji walizawadiwa zawadi ya viwanja na alikuwa rais hayati John Pombe Magufuli. Lakini utaona 24 iliyofanyika 24 ambao ni AFCON 23 kuna kundi la kina Mohamed Hussein liliendelea kuwepo. Na Kapombe. Na kina Kapombe mwenyewe. So this time wanaenda kwenye AFCON nyingine ambayo inawezekana, hatutabiri wala hatusemi, maybe ni AFCON za mwisho kwenye level yao ya ubora kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo wanakwenda kuachia nini hawa kina Selemani Mwalimu? Wanakwenda kuachia nini kina Morris Abraham? Ndio hichi ambacho wanatakiwa wakatoe 100%. Unakumbuka Ivory Coast wakati fulani ilikuwa na cream kina Didier Zokora, Alassane Traore, Didier Drogba, walikosa ubingwa kabisa. Lakini walikuwa na kila kitu. Lakini kizazi kilichokuwa na Yaya Toure, kina Drogba washajiweka pembeni. Ndio kikaenda kubeba ubingwa chini ya kocha wa Herve Renard aliyewapa pia Zambia kwa akachukua back to back. Sasa inawezekana kina Msuva kuna kitu ambacho watapaswa kwenda kukiongeza, hasa kwenye level ya uzoefu na kutoziogopa hizi mechi za na umenikumbusha wakati unataja wachezaji wale ambao wamekaa muda mrefu kwenye kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania, utanikumbusha pia Andrea Kinga Mkono. Miongoni mwao ni pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, na amekuwa na sifa hiyo ya kuingia kwenye wachezaji wa kongwe ambao wamecheza kwa muda mrefu. Mbali na Samata ambaye amecheza kwa takriban miaka 15 akiwa na hudumu kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Hii ni AFCON yake ya 3, lakini unawataja watu kama kina Shomari Kapombe ambaye ndio kumtaja, Bakari Mwamnyeto ambaye naye huyu anaingia wakati mwingine anapewa kitambaa cha unahodha kuwa kama msaidizi wa Bwana Ali Samata. Andrew, Msuva, Samata wameshawasili pale Misri. Lakini mwanzoni kabisa Mwalimu Gamondi alitrain na wachezaji ambao ametoka nao moja kwa moja Tanzania. Baadaye tukawaona kina Larakia wakiingia, tukawaona baadaye kina Haji Mnoga ambao wameingia kwenye kikosi, kama utakumbuka pia kina Dismas Miroshi kwa maana ya Dismas Miroshi ambao wameingia. Sasa timu inataraji kusafiri leo pengine ama kesho. Itategemea na logistics za wao wenyewe, shirikisho na mambo mengine yamekaa namna gani. Baada ya mwalimu kuwa sasa na full squad, kikosi chake ambacho kimekamilika, nini ambacho wewe unakiona kuelekea kwenye mashindano haya ya AFCON kwa msimu huu wa 2025 baada ya timu yetu sasa kukamilika kabisa, mwalimu ambaye tumempa dhamana Miguel Gamondi kwa mara ya kwanza anaifundisha timu yetu ya taifa ya Tanzania? Picha ipi ambayo inakujia kwa haraka? Ni utayari wa mashindano. Sasa ushindano unasemaje? Tuwe na watu ambao tunajua hawa wana level za kiushindani. Watufunge, watufanye nini, lakini sisi tutakwenda hapa tuonyeshe ushindani. Uzuri pia tuko na kocha hapa nadhani atazungumza vizuri kwamba kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho Gamondi atakuwa anakitafuta ili kuonyesha wengine kujiamini. Unaona kuna wachezaji ni wazuri sana kwenye mazoezi, mnakaa kwenye mazoezi wanafanya vizuri sana, lakini napofika kwenye mechi wanaingia hofu, wanaondoka mchezoni. Kwa hiyo nadhani hichi ni kipimo sahihi hasa kuangalia nafasi ya sehemu yake ya ulinzi ambao watu wengi wanahofu nayo, hasa kwenye goalkeeper. Kila mtu analalamika kipa, hatuna kipa mzoefu na nini, imekuwa mjadala mkubwa sana kuhusiana na kipa. Lakini mimi binafsi sina mashaka naye. Of course. Na mimi katika eneo ambalo kusema kweli sina wasiwasi ni eneo letu la ulinzi. Ulinzi na kipa. Unaona? Ndio eneo lote hilo, yani goalkeeper naye si yupo kwenye safu ya ulinzi. Ndio kuna hizo kocha nimekosea. Ndio hizo changamoto ambazo zipo na watu wakizungumza ujue kitu kipo. Wanasema Waswahili, semalo lipo kama lipo litakuja. Na kwa sababu tuliona mechi ya mwisho ya Gamondi timu iliruhusu goli 4. Umeona, na ile inaonyesha changamoto ya ulinzi.
kabisa pamoja na goalkeeper. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo watu wanahofu navyo kwa sababu ya kile kilichotokea mara ya mwisho. Kwa hiyo nadhani mechi yao ya mwisho wakicheza ya kirafiki kama itaonekana watu wanaweza kawapunguzia hofu kujua okay, Stars imekamilika kiasi hiki, inaweza kujilinda kwa kiwango hiki dhidi ya timu za namna hii na inaweza kushambulia kwa namna hii na ikapata goli. Hilo ndio kubwa ambalo sasa hizi kocha Gamondi anakiangalia. Jina la mwisho ambalo lilikuwa limetamalaki zaidi na kuzungumzwa sana kwenye soka la Tanzania lilikuwa ni la msemaji wa klabu ya Young Africans ambaye alikuwa anaitwa Muro. Lakini naamini kabisa kwa sasa jina ambalo linazungumzwa sana kwenye ulimwengu wa soka la Tanzania ni jina la Gladlisten Muro. Naamini siku za usoni huko jina la Gladlisten Muro litakuja kuzungumzwa kama kocha mkubwa sana, huenda ikawa Afrika au duniani kwa ujumla wake. Sasa kocha baada ya kukuvalisha kofia zote hizo maana nimekuanzia mbali na Jerry Muro. Sasa kocha Muro hii njia nzuri kabisa ya mtu kumlainisha. Dua zimekuelewa nini? Muro kama kocha kuna umuhimu kiasi gani kwa timu ya taifa inapojiandaa kwenda kwenye mashindano makubwa kama haya AFCON kupata mechi ya kirafiki ya ngazi ya taifa kama ambavyo wamefanya Misri dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria na Misri ikachomoza na ushindi magoli yalikuwa magoli mawili kwa matatu, maana sasa amefungwa mawili ya Misri, moja la Nigeria. Niko sawa sawa huko ndani ashauteka Muro. Ni sahihi kiasi gani kwa timu ambayo inajiandaa na hayo mashindano kwenda kwenye mechi ya kirafiki tukiwa tuna wasiwasi pengine unaweza ukapata injury ambayo inaweza ikatugharimu kwenye mashindano yote kwa ujumla wake? Wewe kama kocha sasa unazungumzaje? Kwanza issue ya injury huwa ni issue ya mwisho sana ambayo mwalimu ataiwaza. Sababu tunaamini injury inaweza ikapatikana hata kwenye mazoezi. Huyo Sopu amepata injury ni kwenye training hizi za timu. Ndo badala yake akaingia pale Selemani Abdallah Mwalimu. Kwa hiyo unaweza ukaona kama una focus kuangalia yale maeneo makubwa matano ya kimchezo. Ambayo ni yapi hayo Muro? Eneo la kwanza tunazungumza with the ball. Timu ikiwa na mpira mnataka muandae mpango wenu wa aina gani dhidi ya wapinzani wenu. Kwa sababu unaweza kucheza na wapinzani ambao mkiwa na mpira nyie wao wanawasubiria kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo nyie mna uwezo wa kutoka mkiwa free kwenye progression huko sasa. Yes. Kuna timu zingine ambazo mkiwa na mpira nyie kwenu wanakuja pale pale, wanafanya high pressing. Kwa hiyo mnajiandaaje? Lakini eneo la pili ni without the ball. Timu ikiwa haina mpira. Na mnacheza na aina gani ya mpinzani? Unajua unaweza kuwa hauna mpira lakini mpinzani wako ni dhaifu, anakupa nafasi ya wewe kuja kufanya rearrangement, kujipanga upya, sio? Lakini unacheza labda na watu kama Nigeria au Tunisia, ukiwa hauna mpira wewe ni unazuia muda wote sababu wanacheza kwenye hafu yako kabisa. Lakini zile moment mbili za transition ambazo ni jambo la 3 na la 4 mmeupokonya kwa haraka, ndio mnaweza kuwa na wachezaji wenye kasi ya kushambulia hayo magepo. Mmepokonywa mkiwa na namba kubwa kwenye hafu yao, timu yenu iko sharp kiasi gani kurejea kwenye umbo lake. Lakini momenti kubwa ya mwisho ambayo ni ya 5 inazungumzwa set pieces, mipira ya kutenga kabisa. Kwenye training kama hizi walimu wana train hivyo vitu kwa sababu kwenye mashindano Ahmed, penalty zitapatikana. Unaweza mkaenda kwenye knockout penalty 5-5. Inaweza ikatokea penalty ile ya dakika 90. Mna train vipi? Kona kwenye maeneo yote mawili ikipigwa kwenye upande wenu mnavozuia mipira ya kutenga kona foul, na mkipata nyie mnaenda kujitambulisha na utambulisho upi kwenye mashindano. Kila taifa ukumbuke huwa linakuja na identity kabisa. Utambulisho wetu ni huu. Ndio maana kuna mataifa wanasema kutana nao bora uwape penati sio kona. Unafahamu hicho kitu? Hata vilabu vikubwa unaona Arsenal na hapo kocha nimekuelewa vyema sana. Jana tulikuwa tuna kocha hapa Michael Hiera. Nimemchachawiza sana jana lakini na tumefanya naye sehemu moja kozi. Mlikuwa kozi sehemu moja. Ila alitangulia mwaka mmoja. Alikutangulia. Sijakukatiza lakini nataka tuendelee kupata darasa. Unachachawiza. Tuendelee kupata darasa huru kabisa. Makocha hawa nadhani huwa wanatofautiana. Kama utakumbuka timu yetu ya taifa wakati fulani ambaye alikuwa anachukua mipira ya kutenga alikuwa ni Bwana Ali Samata miaka nyuma ukirudi. Lakini kizazi cha katikati hapa wakati kinaingia wakati fulani pia hata Nyoni na alikuwa anachukua mipira ya kutenga. Specialist kabisa. Wakati fulani sasa ikawa tena Novatus Dismas Miroshi. Iwe kulia, iwe kushoto, iwe katikati, iwe pembeni. Yaani yeye ndo anapiga. Lakini miaka ya hivi karibuni
Faisal kama utakumbuka kabisa, Feitoto amekuwa ndiye mpigaji wa mipira ya kutenga. Sasa kwa namna, kwa kipindi hiki unategemea nani anaweza akawa specialist wa kuchukua hiyo mipira ya kutenga? Una Faisal, una Novatus Dismas Miroshi, Samata, una Msuva. Nafikiri hichi ni kitu ambacho timu nyingi zilizopiga hatua sasa hivi zina kocha kwenye benchi la ufundi ambaye amebobea kwenye eneo hilo, mbobezi kabisa. Arsenal pale wana mtu anaitwa Nicolas Jova, NJ kwenye jezi yake anaandikwa pale. Wale wapo kwa sababu ya kutrain hivyo vitu. Kama huna huyo ndani ya benchi la ufundi, lazima kuna mtu ni bora kwenye kusoma tabia za wachezaji kwenye matukio haya. Anaweza akawa kocha wa magoli kipa, ni the best sana kujua free kick teka mzuri ni nani kabisa. Anaweza akawa kocha msaidizi wako, ama anaweza akawa ni wewe mwenyewe kocha mkuu, kwa sababu naamini wewe ni package. Yani Ahmed, wewe kama ni head coach wa hili benchi, wewe ni package iliyotimia. Sasa kwa hawa waliopo, mara nyingi inategemea moment ikoje kabisa. Moment ikiwa na pressure sana, mara nyingi wanachukua free kick wale players ambao wamekomaa kwenye akili. Hii ni moment ina pressure, tumepata penalty. Unategemea Morris Abraham anaweza kaingangania? Hapana, si Samata yuko ndani ya kiwanja, Suva yuko ndani ya kiwanja, yupo Miroshi, si yupo Faisal. Kwa hiyo utaona mara nyingi wale wachezaji ambao bado wana pressure, wanahitaji kufanya makosa mengi ili wawe bora. Wanasema trial and error. Ufanye majaribio na ukosee ili baadaye uendelee kuwa bora. Wale mara nyingi wata step away, wataenda mbali. Watawacha wale wakomavu. Sawa sawa. Ukose usikose, lakini wewe ni mkomavu. Unajua maana ya mchezaji mkomavu kuchukua penalti au free kick ya muhimu huwa ni kwamba hata akikosea hatatoka mchezoni kwa sababu amekomaa kiakili kabisa. Hata akikosa penalti, ndio maana uaga wanaachiwa wazoefu. Akiachiwa kijana ambaye bado hajakomaa kiakili, anaweza akakosa penalti, mechi nzima ikawa imefia pale. Na makocha wenye utulivu, na tunabakia watazamaji kusema baada ya kukosa penalti ametoka kabisa mchezoni. Ni sawa unacheza sasa una red card. Yani tayari mpo pungufu. Kwa hao uliowataja, Faisal amekomaa kiakili. Bahati nzuri msimu huu kaanza kucheza mechi za kimataifa. Kacheza dhidi ya Wydad, kacheza dhidi ya Manyema. Sio? Ukimzungumza Samata ni package ambayo hana tena ambacho anadaiwa kwenye soka letu kabisa. Labda adaiwe vikombe vikubwa vya national team kama hii AFCON na kadhalika. Ambayo kwa sasa ni ndoto ambayo bado ni ngumu, lakini inaweza ikatimia kwa sababu ni football, sio? Ni ndoto lakini huwa zinatimia. Kwani issue ni nini? Kwa kipindi ambacho amebakisha Samata inawezekana. Si hata finali zinakwenda kucheza. Yule Angelo Scaristea. Unamwona Angelo Scaristea? Wale ile Nakubali kwa sababu hata Ivory Coast hawakutegemea kama watafanya jambo. Wameenda kama best loser, unajua. Na best loser kocha wao yule ambaye alikuwa ndio kocha mkuu akamtimua, akabakia kiateka pale akavuta lakini quality ilikuwa kubwa. Unajua yani hii unachokizungumza kuhusiana upigaji wa mipira ya adhabu, Tanzania tuna changamoto sana. Ndio. Yani ukiangalia hata katika ligi yetu wapiga mpira ya kufa hii wachache sana. Yani unasema huyu akichukua mpira akipiga mpira miwili basi mmoja tunaweza tukagonga mwamba au tukafunga. Ni ndio tunasema katika ligi yetu sasa hivi ni mzuri, anaweza kupiga hivyo. Lakini kwa wachezaji wa Kitanzania kwa sasa hivi tena alikuwepo mwingine Kagera ameshuka daraja, David Luenda. Imagine ndio unawatafuta kwa tochi. Munafikiri iko haja ya timu kama timu, kwa maana timu yetu taifa ya Tanzania kuandaa jopo la makocha ambao watakuwa na kazi ya kutrain hawa wachezaji ambao watakuwa na majukumu hayo tu? Unajua Ahmed, inatokana na nini? Unajua football dakika 90. Umezungumza Arsenal na umemtaja MJ hapa. Ana jukumu la kufanya hivyo. Yani hiyo ni pati ya muhimu kwa sababu kwenye dakika 90 hizo ni nyakati, wanasema moments. Yani free kick itatokea. Whether ni kuja kwenu au kwenda kwa wapinzani. Bana, hiyo ni Morocco, umeona? Yes. Maeneo yako ya kujidai. Inaweza ikatokea kona, inaweza ikatokea penalty, inaweza ikatokea foul. Hizo ni moment kwenye mchezo, hazikosekani. Ila mnatengeneza hayo matukio mara ngapi kwenye mchezo? Unajua sio kila timu inakuja tu ina plani kwamba itafunga magoli yake kwenye set piece. Lakini ule utambulisho nilikuwa nauzungumza mwanzo,
lazima uje na utambulisho wako. Madagascar hao walikuja na utambulisho wa soka la kasi. Ukicheza nao hata kama una quality ya juu kuliko wao, kuna eneo utatoili. Yaani kuna eneo utateseka kwa sababu ya ile intensity watakayokupa ndani ya kiwanja. Ndio. Kwa hiyo hii mipira ya kutenga na kadhalika kwenye coaching ilivyokuwa kwa sasa na teknolojia ni kitu ambacho ni compulsory, ni kitu cha lazima. Ndio. Yaani mwalimu lazima train nacho, na ndio maana kuelekea kwenye haya mashindano makubwa, moja ya kitu walimu wengi walikuwa wanakisahau lakini kilikuwa ni muhimu, kutrain penalty. Inaweza ikatokea goli pekee la mchezo ni penalty. Ndio mmeipata hiyo, timu yenu ikadefend vizuri. Sasa kama hii nilikwambia ni Morocco, ni Misri yes, of course, Misri. Haya ni mazingira ya Misri ambapo timu yetu imekita kambi hapo na leo wanaweza wakaondoka. Ulikuwa unazungumzia swala la kutrain penalty. Makocha wengi sana walikuwa wanasahau kufanya mazoezi. Lakini kwa hivi sasa imekuja kugundulika kwa sababu ya pasenti kubwa ya penalty ambazo timu ina miss na inakosa ushindi kwa sababu ya even tukio moja tu la penalty. Ikaingia pia kwenye program za kila siku za mazoezi. Na hasa mechi za mtoano. Na hii mnakumbushwa mkiwa darasani manake. Of course, mechi za mtoano unaambiwa kabisa mkienda dakika 90 kama kanuni za mashindano zinataka baada ya 90 mkisare ni penalty. Ama mkaenda 120 baada ya kusare ni penalty. Ndio. Kama players wako hawana utamaduni huo kwenye uwanja wa mazoezi, hiyo confidence wanaitoa wapi? Unakwenda kutazamana, maybe una mechi dhidi ya Morocco, kasimama Yasin Bonu. Una mechi dhidi ya Nigeria, amesimama golikipa wa Chipa United ya Afrika Kusini yule Stanley Nwabali. Sio kama unanielewa, mtu ana futi 6 na ushe, au amesimama golikipa Ronald Williams. Unanielewa vizuri. Na unatazamana naye usoni. Kama hicho kitu hautraini kwenye uwanja wa mazoezi, usitegemea utakuja kupractice kwenye mechi. Na ndio maana utakuta kuna timu penalty inatokea, watu watatu wameenda kugombania mpira. Why? Kwenye training hicho kitu inawezekana kilifanyika, afu mwalimu haku line up kwamba penalty yoyote ikitokea priority yetu namba 1 ni huyu, namba 2 ni huyu. Labda itokee huyu namba 1 aseme comfortably kabisa nenda fulani ukapige. Kwa sababu labda ina pressure na yeye ameshindwa kuihandle pressure. Kwa hao ni matukio yanayotokea, lakini kwenye mipira pia ya kutenga kuna wachezaji wengine, baadhi ya timu wanaangalia pia maumbo yao. Sio kila timu inaweza kutrain tu set piece kwa sababu imepatikana. Wewe unanyanyua tu mipira ya juu, unacheza na watu 90% ya kikosi chako ni chini ya futi 6. Unacheza na timu ya taifa ya Sudani, labda unakutana na milingoti au West Africa, mataifa tu ya Afrika ya Magharibi. Kama utakuwa unataka kutegemea set piece, siji kona, wale tayari wamekutangulia futi kibao na ni wako wengi ndani ya kikosi. Kwa hiyo wewe uje na plani tofauti ya set piece. Sio kila moja ni high ball tu. Bana, huyo ni Garlisten Muro, mchambuzi mwandamizi kwa sasa kwenye jukwaa hili la Azam TV. Bado tuko naye hapa na tunaamini kabisa tunakwenda nawe sanjari. Mtazamaji, unao nafasi pia kwenda kuchungulia ratiba ya kile ambacho Azam tutakuwa nacho kwa mwezi huu Disemba na miezi ya usoni hapo, kwa maana ya miezi ya Januari na miezi ya Februari na kuendelea, kupitia kwenye ukurasa wetu mama kabisa wa Instagram wa Azam Sports. Pale utashuhudia hii ratiba, ipo highlights za vipindi mbalimbali, lakini utashuhudia pia mahojiano ya wachezaji, makocha na mambo mengine mbalimbali, bila kusahau pia highlights za magoli utazishuhudia kwenye ukurasa wetu mama kabisa wa Instagram wa Azam Sports pale kwenye Instagram yetu. Mtembelee pia Garlisten Muro, naye ni miongoni mwa wachambuzi ambao tunawatumia hapa, lakini bila kusahau kwenye kurasa yake pale anaweka taarifa mbalimbali za kimichezo. Juzi tu alinishangaza baada ya kuona ameweka mambo ya kisiasa, lakini nikajua binadamu kama ana mate ya kutema na ya kumeza nayo. Mtembelee pia Andrea Kinga Mkono, miongoni mwa wachambuzi ambao kusema kweli wamekuwa wakifanya kazi kubwa kweli kweli kwenye ukurasa wake wa Instagram. Nami pia nitembelee Hassan Ahmed _ pale, kanifollow, kanifanye kama ndugu, nami nitakufanya kama rafiki. Bado tunaangazia taarifa mbalimbali ambazo zimegusa vichwa mbalimbali vya habari za michezo baada ya kukaa kwa muda mrefu, takriban dakika 50. Tunaizungumza timu yetu ya taifa ya Tanzania, lakini pia kukumbusha ratiba ya mambo kadha ambayo tumekuwa nayo kwa sasa. Moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na soka letu la hapa nyumbani. Kwa sasa habari kubwa ni kuhusiana na waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Profesa Palamagamba Kabudi pamoja na waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa Balozi Mohamed Thabit Kombo
wamezuru katika kambi ya timu ya taifa iliyopo nchini Misri na kutoa hamasa kwa wachezaji na benchi la ufundi, ikiwa ni siku moja tu kabla ya Stars kung'oa nanga kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya kushiriki fainali za mataifa ya Afrika yani AFCON 2025. Katika tukio hilo, Stars imekabidhiwa bendera ya taifa huku viongozi wote wawili wakihakikishia wachezaji kwamba taifa lipo nyuma yao na kuahidi kutoa kila aina ya ushirikiano utakaofanikisha Tanzania kufanya vyema katika fainali hizo. Mwenzetu Ramadhani Mvungi ameambatana na timu ya taifa ya Tanzania, anapanda jukwani na taarifa kamili. Kambi ya Taifa Stars iliyopo hapa Cairo, Misri imepata ugeni. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba Kabudi, pamoja naye Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, wameitembelea kambi ya Stars hapa Cairo. Katika tukio hili ambalo limekwenda pamoja na kukabidhi bendera ya taifa kwa kikosi cha Taifa Stars, Profesa Kabudi ameeleza kuwa serikali imekuwa ikifanya jitihada kubwa katika kuboresha miundombinu kwenye michezo na hususan miundombinu ya viwanja pamoja na kuboresha kambi za timu za taifa ambazo zinashiriki mashindano mbalimbali. Hivyo akitoa hamasa kwa kikosi cha Stars kuongeza juhudi na kuhakikisha kuwa kinapata matokeo chanya na kuiletea sifa Tanzania katika mashindano haya ya AFCON ya Morocco 2025. Nimekuja kwenye nchi ya ndugu zenu na mimi nawatakia kila laheri. Morocco mfanikiwe, mshinde na Tanzania ipate heshima yake na taswira ya Tanzania iwe nzuri zaidi. Basi niwatakie kila laheri. Kesho mnapokwenda safari na Mheshimiwa Makonda ataungana na nyinyi, na mimi ninapata taarifa za kila siku kupitia pia kwa rais wetu ndugu yangu Jabil Suleiman Mahmoud Jabil. Nikutakie kila laheri katika kuiongoza timu hii. Nawatakia kila laheri, mafanikio makubwa na kwenda Morocco. Nishaongea na waziri mwenzangu kule, mtapokelewa vizuri kwa sababu waziri wa kule pia mshabiki anaitwa Nasser Bourita, waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo naye atapokea vizuri, mtakuwa naye. Ni watu wakarimu sana wale wana ufalme kule. Kwa hiyo nawatakia kila laheri, mtuletee sifa. Awali kiongozi wa kambi hii ya Stars iliyopo hapa Cairo, Dr. Suleiman Jabir, akaeleza maendeleo ya kambi na kile ambacho wamekipata wachezaji kupitia benchi la ufundi lililo chini ya kocha Miguel Gamondi kwa takriban siku 9 ambazo kikosi cha Stars kimekuwa hapa Cairo. Hali halisi, tunashukuru vijana wako katika hali nzuri, wanaonekana wako katika ari, na sote tukiwa tuko wazima, isipokuwa tu kwa bahati mbaya sana tuna mchezaji mmoja ambaye yeye kutokana na hali ya kiafya na maumivu tuko naye hapa lakini hatoweza kuungana na sisi kuelekea nchini Morocco. Kwa hivyo hiyo ndio hali. Kama nilivyozungumza, sote tuko wachezaji 25. Lakini pia pamoja na hayo, vijana wako tayari kutekeleza yale malengo ambayo yaliopo, na hiyo ikiwa ni kulipa deni kwa Watanzania, kwa sababu pamoja na mambo mengine inafahamika kuwa kilichotuweka hapa na kinachotuweka hapa ni fedha ya walipa kodi wa Tanzania, kwa maana ya wakulima, wafanyakazi, biashara na wengineo. Kwa hiyo tunashukuru hilo. Kwa hiyo vijana wako tayari pamoja na mwalimu. Baada ya kambi ya takriban siku 9 mjini Cairo, sasa kikosi cha Stars kinaondoka kuelekea Morocco kwa ajili ya fainali za kombe la AFCON mwaka 2025, ambapo mchezo wa kwanza wa Stars ni Disemba 23 dhidi ya Nigeria. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa Cairo. Tumekupokea vyema sana Ramadhani Mvungi kutoka Cairo, na tumeipata ripoti ambayo imesheheni madini makubwa kwelikweli. Tumewasikia viongozi mbalimbali, lakini pia tumemsikia football doctor, unaweza kumwita hivyo, Suleiman Jabir, rais wa shirikisho la mpira wa miguu visiwani Zanzibar, akizungumza namna ambavyo kuna sentensi moja ya mwisho anasema kinachotuweka hapa ni fedha za walipa kodi. Bana, tunakwenda mapumziko mafupi. Nikusihi mtazamaji, endelea kusalia hapo ulipo.
Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea matangazo haya jamil kabisa. Umefanya jambo lenye afya kubwa sana kuichagua Azam TV kuwa ndio burudisho lako moyoni. Nasi tunasema heko shumbe na kongole kwako mwanamichezo ambaye umetuchagua sisi kuona taarifa zote huwa zinaanzia hapa kabla ya kusambaa na kutandawa ulimwenguni kote. Leo katika Viwanjani tunatazama timu ambazo zinaunda kundi E ambapo vita kubwa inaonekana kati ya Algeria na Burkina Faso. Viwanjani itatazama wasifu wa kila timu katika kundi hilo na kile ambacho waliwahi kukifanya kwenye makala zilizopita, yani za AFCON. Pia tutazama nyota wa kuchungwa zaidi kwenye kundi hilo. Kabla ya kualika wachambuzi, tulitazame kundi namna ambavyo linaonekana, tupate hisia mseto, ikiwezekana kutokea kwako, uanze kujiuliza wewe mwenyewe binafsi kabla ya wachambuzi kuja kuchambua hapa. Kundi hili linaonekana kuwa na timu za Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea na Sudan. Mudo na Andrew Kinga Mkono. Hili ndiyo kundi E ambalo leo tumepata nafasi na bahati kubwa ya kulichambua na kulidadavua. Ukiliangalia kundi hili, Sudan kwa mujibu wa herufi ama alfabeti ndio imekaa mkiani. Equatorial Guinea nayo pia imekaa mkiani, lakini Algeria imepewa nafasi ya kwanza pamoja na Burkina Faso kufuatia alfabeti. Wala usiogope, sio kwamba kundi ndio tayari lilivyo. Karibu sana Andrew Kinga Mkono. Kwa ujumla ni kundi ambalo litakuwa na matokeo ya kushangaza. Ndio. Kutokana na aina ya timu zilizopo hapo. Japokuwa Algeria yeye anapewa nafasi kubwa kutokana na historia yake na aina ya kikosi chake kwa sasa. Lakini ni kundi ambalo timu zote zinaweza kufanya matokeo ya kushangaza. Yaani watu atakayekuja bora ndiye anaweza kufanikiwa, kwa sababu ni aina ya timu ambazo zinaweza kupambana dakika zozote kutokana na historia yao na ushindani wao. Kwa hiyo naliona kundi kwa ujumla ukilitazama kwa haraka haraka, kila mmoja ana nafasi, japokuwa na Algeria anapata pointi moja zaidi kulinganisha na wenzake. Unafikiri kwa nini Algeria na Burkina Faso zinapewa nafasi kubwa zaidi kwenye kundi E? Yes, nafikiri kwenye hili kundi ukilitazama, Algeria anakuwa top kwa sababu ya historia yake bora ya haya mashindano. Bingwa mara mbili wa AFCON. Mwaka 1990 lakini 2019 pale nchini Misri. Ndio. Bao la Baghdadi Buneja aliwafunga Senegal wakapata ubingwa wao. Algeria na Burkina Faso wanaingia kwenye mchakato kwa sababu Burkina Faso ukitazama AFCON 5 zilizopita, AFCON 2 amecheza hatua ya mshindi wa 3. Sawa. Burkina Faso hii ya kina Aziz Ki. Na utaona hata AFCON ambayo Kameruni walihost kabla ya Ivory Coast. Burkina Faso alicheza mechi ya mshindi wa 3 dhidi ya Kamerun kama unakumbuka vizuri. Lakini Burkina Faso huyo hatuishi tu kusema akacheza mshindi wa 3 mara mbili, kacheza fainali pia mara moja kwenye AFCON 7 zilizopita. Fainali ambayo kama unakumbuka alifungwa na Nigeria 2013. Sasa Ahmed, ndani ya miaka 12 kutoka 2013 mpaka leo, timu hiyo imecheza fainali, imecheza mechi ya mshindi wa 3 mara mbili. Brother, sio timu nyepesi kwa sababu ya compilation. Tunasema mjumuisho wa wachezaji wanaounda timu ya taifa ya Burkina Faso na Algeria. Asilimia karibia 90 ni wachezaji kutoka nje ya bara la Afrika. Basi tusiamalize maneno, tutazame wasifu wa timu moja baada ya nyingine kwenye kundi E. Na kwa sasa moja kwa moja tunaanza kuwatazama mbweha wa jangwani, kwa maana ya jina lao la utani, timu ya taifa ya Algeria, ambao wao wameshiriki AFCON mara 21, kwa maana hii inakuwa ni mara yao ya 21. Mafanikio ambayo wameyapata kama ambavyo alizungumza Galisen Muro, walitoa ubingwa mwaka 1990, lakini 2019 pia iliweza kutoa ubingwa nafasi ya pili mwaka 1980. Idadi ya mechi ambazo wamecheza kwenye michuano hii ya AFCON ni 80, magoli ya kufunga 97, magoli ya kufungwa 93. Wachezaji nyota zaidi wa kuchungwa na wa kutazamwa kwa jicho la tatu kwenye kikosi chao ni pamoja na Remy Ben-Sebaini ambaye mara kadhaa ameonekana akicheza kwenye ligi kuu ya Ujerumani kwa maana ya Bundesliga, lakini bila kusahau Mohamed Amoura, naye ni miongoni mwa wachezaji wa kutazamwa. Ismail Bencheira miongoni mwa wachezaji ambao naye anatazamwa zaidi, lakini bila kusahau Hossam Aouar, naye huyu ni miongoni mwa wachezaji wa kutazamwa zaidi kuelekea kwenye fainali hizi, na kocha wao ni Vladimir Petkov. Karibu sana. Unaangalia Algeria historia,
toka 2019 hapo katikati wakapotea kidogo. Sasa wamerudi. Na wamerudi sasa hivi wakiwa na Vladimir, kocha ambaye alifanya vizuri sana akiwa na Uswizi. Unaona, alipa mafanikio sana Uswizi katika Euro pamoja na kombe la dunia. Kwa hiyo ni kocha ambaye anaonekana anajua kutengeneza wachezaji. Na kikubwa mshambuliaji wao wa Molo kwenye kufuzu World Cup amefunga goli 10 kabisa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni hatari sana. Kwa hiyo wanaenda kwenye mashindano haya, Algeria wana sababu kubwa ya kuendeleza kile ambacho wanacho, kwa sababu ya uchanganyaji wa wachezaji wale ambao wachache kutoka ndani na wale ambao wanacheza nje na wale wazaliwa wa nje ambao wamechukua uraia, akiwemo mtoto wa Zidane atakuwa golini, Ruka. Unaona, amekataa kwa baba yake, amerudi kwa babu yake. Kwa hiyo hata Zidane mwenyewe wazazi wake walikulia Algeria. Mimi asili ya Algeria. Sasa ndio nasema amerudi kwa babu yake na anapewa nafasi kubwa ya kuanza kutokana na kipao namba 1 yule alikuwa ameumia. Kwa hiyo Ruka anaonekana kwamba anaweza kuja kuanza kwenye kikosi. Kwa hiyo Algeria wana sababu, hasa wanajua jinsi ya kushambulia kwa kukimbia. Ni timu ambayo inatumia sana mbio kwenye kushambulia kupitia pembeni. Mahrez ana kiwango kizuri bado. Riyad Mahrez kutoka Saudia pale ametamba sana England, amekwenda tena Saudi Arabia na anaendelea kuwasha moto vile vile. Kwa hiyo ni timu ambayo inakuja kufanya jambo kubwa kwenye mashindano haya. Muro alishamaliza maneno hapo kwa upande wa Algeria, akizungumza mengi kweli kweli. Kwa sasa moja kwa moja tutazame wasifu wa timu nyingine ambayo inapatikana kwenye kundi E, na moja kwa moja tuangalie Burkina Faso, wengi wao wakiita Burkinabe. Burkina Faso jina lao la utani wakijulikana kama Stallions. Ushiriki wao ni mara ya 14 hii wanashiriki fainali za AFCON, na mafanikio yao makubwa, wao walikuwa ni washindi wa pili mwaka 2013, nafasi ya 3 pia waliishika mwaka 2017. Idadi ya mechi za AFCON zilikuwa ni 52 kwa wakati huo, na magoli ya kufunga walifunga magoli 51. Burkina Faso pia imekubali kufungwa magoli 78. Wachezaji nyota zaidi wa kuchungwa na wa kutazama ni pamoja na Stefan Aziziki, lakini Bertrand Traore, Edmond Tasouba anayekipiga kule Ujerumani, na Dango Autara, bila kusahau Yusuf Dayo, miongoni mwa wachezaji wa kutazamwa zaidi. Kocha wao ni Brana Traore. Karibu sana Muro, huu ni wakati wako sasa wa kujimwaya kutabahar, kuzungumza kwa mapana na mawanda yake. Ya Burkina Faso kwenye AFCON hawajawahi kuchukua ubingwa, lakini wamefanya vizuri sana. Ndio maana tunasema miaka 12 iliyopita walifungwa na Nigeria 2013 wakawa nafasi ya pili. Nafasi ya 3 2017, ukiongezea zaidi 2021 walikuwa nafasi ya 4. Walipoteza dhidi ya Kameruni mwenyeji, sio sawa. Lakini ukiangalia vizuri Burkina Faso, nyota wao wamecheza kwa pamoja muda mrefu. AFCON karibia 3 zilizopita majina yamejirudia. Yusufu Dayo ambaye ni nahodha wa Renaissance Sportive Berkane, bingwa mara 2 wa kombe la shirikisho akiwa na Berkane, yuko hapo kwenye kikosi. Amini bingwa mara 3 na Berkane. Hii ya juzi dhidi ya Simba ilikuwa ubingwa wao wa 3 akiwa nahodha, lakini yupo pale partner wake kwenye center back kwa maana Edmond Tapsoba. Aling'ara sana akiwa na Leverkusen ile ya Xabi Alonso, na aina ya wachezaji ambao ni versatile player kabisa. Anaweza kama mlinzi wa kati, anaweza akacheza kama mlinzi wa pembeni ama kiungo wa chini yes. Edmond Tapsoba. Lakini star zaidi kwenye timu ya Burkina Faso ni Bertrand Traore. Hili ni zao ambalo lilipita Chelsea, Ajax Amsterdam, Southampton na kadhalika. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana. Lakini sasa hivi sasa ameongezeka nyota Dango Ouattara. Dango Ouattara ameperform vizuri sana akiwa na AFC Bournemouth ya pale England. Na amekuwa ni miongoni mwa wachezaji muhimu regular kwenye kikosi, anaanza. Kwa hiyo kwenye nyongeza ya Bertrand Traore ambaye energy ambayo alikuwa nao miaka 7-8 iliyopita kuanzia kwenye 2015-16 hutampata Bertrand Traore yule, lakini unampata Dango Ouattara kwenye nyakati hizi. Aziziki amekuwa akiitwa pia mara kwa mara tangu akiwa ASEC Mimosa, akiwa Young Africans, leo hii yuko zake Wydad Athletic Club Casablanca, anaitwa mara kwa mara. Kwa hiyo ukiangalia Burkina Faso kwa upana wake hapo ukumbuke kuna nyota wengine hawa kina Traore, kina Lassine na kadhalika ambao hawajajumuishwa hapo kwenye screen, lakini
wanaunda miongoni mwa Burkina Faso bora, lakini mimi nimekuwa nikifurahia nikiona Burkina Faso kwenye michuano hii ya Afrika. Fullback wao mmoja anaitwa Issa Kabore, mmoja kati ya mafullback wangu bora kabisa, nao waheshimu muda mrefu, amecheza muda mrefu sana yeye na golikipa Have Kofi. Have Kofi ni miongoni mwa magolikipa ambao yeye na Issa Kabore, ukiangalia safu ya ulinzi ya Burkina Faso, hata ukiamsha usiku wa manane, Muro, niambie safu ya ulinzi itaanzaje, nitakwambia Have Kofi, Issa Kabore, Tapsoba. Na mchache uliopita hapo tuliona akifanya uokozi wa tukio muhimu sana. Unakumbuka vizuri. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikifurahia sana nikiona Burkina Faso, Issa Kabore, moja kati ya watu bora sana kwenye kosi na wana machaguo mengi. Bahati nzuri kuhusu Burkina Faso. Ndio. Kipindi hewani ni Viwanjani ambacho kusema kweli kimeandaliwa na watozi wabobevu kabisa, na gayagaya hila udhimu limepambwa na wachambuzi wenye uzoefu mkubwa kwelikweli kwenye soka la Afrika na dunia kwa ujumla wake. Bado tunalitazama kundi E, ambapo kwa sasa moja kwa moja tuwatazame Sudan. Sudan nao ni miongoni mwa timu ambazo zinaunda kundi hili. Wameshiriki mara 10 hawa. Hii ni mara yao ya 10 kushiriki fainali za mataifa ya Afrika, yani AFCON, na mafanikio yao makubwa ni ubingwa mwaka 1970, lakini pia walishawahi kukaa nafasi ya pili. Maana yake ni kwamba walicheza fainali lakini hawakuchukua ubingwa mwaka 1959 na mwaka 1963. Inakumbukwa pia idadi ya mechi za AFCON ambazo wamecheza ni 27. Magoli ya kufunga wao yalikuwa ni 29, magoli ya kufungwa 42. Wachezaji nyota na wakutazamwa zaidi ni Mohamed Abdulrahman ambaye muda mwingi sana amecheza pamoja na Yasir Muzammil wakiwa na Al-Merreikh ya Sudan, Al-Hilal ya pale Sudan, lakini bila kusahau John Namo miongoni mwa wachezaji pia wa kutazamwa, Musa Hussein miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa, Abdulrazak Omer naye ni mchezaji wa kutazamwa zaidi. Kocha wao mkuu Sudan ni James Kwesi Appiah. Yes, Mgana. Amechukua jina ambalo hupati wasiwasi kuuliza bwana huyu James Kwesi ni kutoka wapi. Kama sasa hivi ukisikia Otieno, ukisikia Ocheng, hupati mashaka kujua huyo mtu anatokea wapi. Karibu sana Kinga. Sudan ni timu ambayo inakwenda kwenye mashindano hayo, hata kwenye kundi haipewi nafasi kutokana na hapa katikati. Tukiacha tangu walivyochukua ubingwa wamepoteza ubora wao, wameshindwa kuwa miongoni mwa giant ambao wao ni miongoni mwa timu waanzilishi wa haya mashindano. Kwa hiyo wana historia kubwa kwenye mashindano. Na kinachowasumbua Sudani wakati mwingine ni siasa yao ya ndani imewasumbua. Kwa hiyo timu haiko vizuri, lakini wanakwenda kwenye mashindano haya wakiwa na kitu kimoja, upambanaji ndio siri ya mafanikio yao kwenye haya mashindano. Ukiwaona Sudani unaweza ukawadharau, lakini kikubwa kinachowabeba ni upambanaji. Na hata kocha wao Appiah anasema kwamba yeye amewaambia wachezaji wake hana jambo kubwa la kuambia zaidi ya kuwataka kwamba wakaonyeshe ushindani, wakaonyeshe upambanaji na wakaibebe Sudani. Naona kwa hiyo tayari anaonyesha kwamba yeye anachojua kwamba akiwa na wachezaji wake vijana na wazoefu, pia amepata bahati ana wachezaji baadhi wachache kutoka nje, mwingine anatoka Australia. Kwa hiyo ana kikosi ambacho anaamini wakija kucheza kwa upambanaji na kujituma katika dakika zote, hicho ndio kitachowabeba kwenye mashindano, hasa ukizingatia na wapinzani wake katika kundi ni Algeria, Burkina Faso na Equatorial Guinea. Kwa hiyo ni Sudani mwenzetu wa Afrika Mashariki, kikubwa anachojivunia yeye ni kuhakikisha kwamba timu hii wanakwenda kupambana katika dakika zote za mchezo huu, kuhakikisha wanashinda na kuonyesha upinzani ambao ule Sudani wanao. Sawa. Andrea Kinga Mkono, ulikuwa unacha kuongeza muda? Unajua hawa Sudani bahati nzuri ni kwamba timu yao ni hiyo moja inayoshiriki mashindano tofauti. Juzi walikuwa kwenye Chania. Kwenye Chania mimi walinishangaza. Wamefika nusu finali. Kuna kitu wamewafanyia Nigeria. Yes. Nigeria walimfunga mabao 4. Lakini ni ile Nigeria ya ndani. Na wamefika nusu finali, walitolewa na Madagascar. Sema mshindi wa 3 ndo walikwenda wakafungwa na Senegal. Sawa. Lakini moja kati ya kitu bora kuhusu Sudan, James Kwesi pia anachokifanya mara nyingi anaangalia klabu ya Al-Hilal Omdurman. Al-Hilal Omdurman kwa sasa ndo feeder club kwa timu ya taifa. Ndio timu inayoilisha timu ya taifa kwa sababu wachezaji karibia 10-13
na unakuta kwenye kosi kinachoanza wachezaji 11, 7 mpaka 8 wanatoka Al Hilal kabisa. Kwa hiyo krimu ya muunganiko wanaoitoa Al Hilal moja kwa moja inakuja hapa. Hapo wameodhoresha wachezaji wachache kiwemo John Mano, japo hajaitwa, lakini alikuwa anapata nafasi miaka hiyo. Unamwona Mohamed Abdurrahman, inawezekana furaha ya watu wa Sudani ni alivyopona kutoka kwenye majeraha ya muda mrefu. Na mechi anaingia tu dhidi ya MC Alger wakiwa nyumbani pale uwanja wa Mahoro Kigali, Rwanda, ndo anatumia kwenye michuano ya Champions League ya Afrika. Wameondoka kule Nouakchott sasa Wameondoka Nouakchott Mauritania. Wako Rwanda pale. Kwa hiyo utaona aliingia tu, tachi ya kwanza alifunga bao kama ile kwa tachi ya kwanza ya Starboy. Unakumbuka vizuri. Kwa hiyo utaona wakiangalia Al Hilal, kwanza ule muunganiko eneo la kiungo wote unatoka Al Hilal. Ukimwangalia Wali Eldin Khidir ambao wakati mwingine anampokea kitambaa Abdurrahman Mohamed, muangalie Salah Eldin, Adila Salah Eldin, mtazame Abdelaziz Omer Taha, ndio Yasir Mozamil anaanzia mara nyingi benchi, lakini ndo game changer mara nyingi akitokea benchi anakuwa the best ndani ya kiwanja. Wana kijana kutoka El Merreikh inatoa wachezaji wachache akiwemo huyo Musa Hussein na Chani aliwasha sana kwenye winga ya kushoto, sio? Kwa hiyo ukija sasa ukaplasi na ukuta wao wakina Abdul Gal, sio Abdul Gadir, unakumbuka Abdelaziz Omer na kadhalika, hawa ndo wanaunda sasa hii wanajiita tai hawa kwa maana Eagles. Nafikiri Sudan kitu kikubwa pia wamepata muunganiko mzuri wa kocha James Kwesi pia. Angalia michuano ya kufuzu kombe la dunia, michuano ya kufuzu AFCON, wamekutana na timu dume kama kina Senegal na walifanikiwa kufua dafu. Kwa hiyo wa Sudani nafikiri muendelezo wao wa Al Hilal. Al Hilal ikiwa bora unaipata Sudani bora. Kama wakati fulani Germany, ukitaka kuipata Germany bora angalia Bayern Munich iko bora. Na wakati fulani pia ukitaka kuiona Afrika Kusini bora itazame Mamelodi Sundowns ina ubora kiasi gani, ama Spain na Barcelona. Bana, tulikuwa tunatazama kundi E na ilivyo bahati tumeketi nawe sanjari kutazama kundi E, timu zote 4, lakini pia tumetazama madhaifu ya timu zote 4 ambazo tumeziangalia. Tumeangalia ubora, mafanikio yao ambao wameyapata, tumetazama na wachezaji wa kuchungwa zaidi kwenye timu hizo 4 ambazo zinaunda kundi E. Mimi ni Hassan Ahmed, unaweza ukaniita mtangazaji kinara. Nimeketi na jopo la wachambuzi. Tunaye Garlisten Muro hapa, kocha kwa sasa, lakini pia tunaye Andrea Kinga Mkono, miongoni mwa waandishi wa kongwe sana wa taarifa za michezo. Napata nafasi pia kuzunguka Afrika kuona namna ambavyo Afrika ilivyopambwa, inavyopendeza na mambo mengine mengi. Kwa sasa moja kwa moja bado tunaangazia taarifa nyingine na tung'oe nanga kidogo kutokea hapa nyumbani Dar es Salaam, tuelekee pale Uganda. Taarifa kubwa, timu ya taifa ya Uganda jana imetangaza kikosi cha mwisho ambacho kitashiriki fainali za mataifa ya Afrika yani AFCON zinazotarajiwa kuanza kutimua vumbi hivi karibuni pale nchini Morocco. Uganda iliwasili Morocco kwa muda mrefu kwa ajili ya maandalizi ya AFCON ambapo wanashiriki kwa mara ya 9 wakiwa kundi C ambalo linaunda pamoja na timu za Tanzania, Nigeria na Tunisia. Uganda jana bana imetangaza kikosi kama ambavyo inaonekana hapo kwenye luninga yako. Salim Omari akiitwa kwenye kikosi, akicheza Dennis Onyango miongoni mwa wachezaji ambao kutokea Mamelodi Sundowns ya pale Afrika Kusini, na akiitwa kwenye milingoti mitatu. Nafian Olianzi na miongoni mwa wachezaji ambao ameitwa Toby Sibiki na ameitwa, bila kusahau mtu kama Olio ameitwa kwenye kikosi cha Uganda. Nahodha wao Khalid Aucho na yupo kwenye kikosi cha Uganda. Kenneth Semakula miongoni mwa wachezaji ambao wameitwa. Ronald Sekiganda na ameitwa kwenye kikosi. Bobosi Byaruhanga na miongoni mwa wachezaji ambaye ameitwa, lakini ukiwa Uganda humtamki Bobosi Byaruhanga, utamtamka Bobosi Byaruhanga kama ambavyo wenyewe Waganda wanatamka baba. Naye ameitwa kwenye kikosi. Al Hassan yupo kwenye kikosi cha timu hiyo, bila kusahau Alan Okello miongoni mwa wachezaji wa Vipers ya pale Uganda yupo. Malvin naye ameitwa kwenye kikosi. Dennis Omendi yupo kwenye kikosi. Rogers Mato miongoni mwa wachezaji ambao Mzinga amekuwa akiwatamani kweli kweli na anasikia raha sana anapotamka jina lake. Bila kusahau nyota mwingine ni pamoja na Steven Mukwala ambaye anakipiga kwenye timu ya Simba Sports Club.
James Bogere. Utakumbuka kuna nyota mwingine alikuwa anaitwa Bogere Bigirigisa, lakini safari hii hajaitwa. Ivan Ahimbisibwe na yupo kwenye kikosi, na Shafik Nana yupo ndani ya kikosi cha Uganda. Kuna mtu ambaye ulitamani kumwona Uganda pengine anaitwa kwenye kikosi lakini hayupo? Nafikiri kwenye hii wamekukata kiu. Nafikiri hii chani iliyopita ndio kuna mtu mmoja anaitwa Serunjogi. Alikuwa miongoni mwa viungo hatari sana. Ile chani ya juzi Uganda wakiwa miongoni mwa waandaaji sawasawa na sisi na Kenya. Ndio. Serunjogi alikuwepo, Sebagala, juu yao alikuwa mtu mmoja anaitwa Abdulaziz. Nafikiri walikuwa wana bonge moja la partnership. Nilijua mmoja wapo angepenya, lakini kutoka kwenye ile chan at least kuna vijana wawili wamebaki kwenye kikosi. Alan Okello kutoka Vipers, lakini kuna yule kijana wakuitwa Regan Mpande. Regan Mpande miongoni mwa vijana ambao yupo Sports Club Villa aka Jogo, miongoni mwa vijana ambao ndo walikuwa wanaunda mbavu ama mbawa za timu ya Uganda. Ilikuwa Alan Okello anatokea kulia, au sio? Kushoto anatokea Regan Mpande. Kwa hiyo unamwona Regan Mpande Sports Club Villa na Okello Vipers. Nimefurahi kuwaona wapo, lakini muangalie huyu Ivan Ahimbisibwe. Kinachonifurahisha kuhusu Ivan Ahimbisibwe, wakati Jude Semugabi ndo alikuwa anaanza kwenye chani kwenye central striker. Ndio. Na ametoka sasa Jude Semugabi ameenda Jamus ya Sudani Kusini. Sio? Timu ambayo ilikuja hapa ikashindiliwa za kutosha na Yanga. Na iliwahi kucheza pia na Congo DR mechi moja ya kirafiki kabla ya chani. Okay. Sasa huyu Ivan Ahimbisibwe ndio alikuwa anaanzia bench. Anampisha Jude Semugabi. Lakini ilikuwa kila akiingia ni either ana assist au anafunga. Kuna mechi walicheza na Guinea, Uganda wanashinda 3-0. Wametoka kupigwa 3 na Algeria mechi ya ufunguzi, wanakwenda sasa kufufukia kwa Guinea. Huyu Ivan Ahimbisibwe alipiga bao la kideo, alipigwa through ball, kampakua kipa, akatafuta engo, akaweka mpira kwenye wambo. Sasa moja kati ya kitu ambacho nilitamani nione ni muendelezo wa hawa vijana. Center backs wawili waliokuwa kwenye chani pia wameitwa. Nimemwona Hilary Mukundane, lakini nimemwona mtu wa kuitwa Roger Storach pia ameitwa kwenye kikosi. Bana, kwenye NBC Premier League tumetoa wachezaji wawili tu ambao wanaunda kikosi cha timu ya Uganda. Nyota kutoka Singida Black Stars ambaye ni Khalid Aucho Daktar, aliyekumbana na rungu lile la kukosa mechi 5 na faini pia juu yake. Lakini bila kusahau Steven Dese Mukwala, nyota kutokea Msimbazi kwa maana ya timu ya Simba ya Dar es Salaam Tanzania. Mmoja anatoka Singida kule kwa wakulima wa Alizeti ambaye Godlisten Muro amekulia huko na anaifahamu vyema sana Singida, licha ya kwamba wengi wanafahamu Muro ni kutoka Moshi hivi ama Kilimanjaro. Kuna namna ambavyo umeiona ligi yetu pia imekuwa kiasi kwamba sasa tunaanza kuwaona nyota ambao wanakipiga kwenye mataifa yao wakitokea kwenye ligi yetu. Ni ukweli kwa sababu ligi yetu ndo ligi nadhani ya 4 au ya 3 katika ligi ambazo zimepeleka wachezaji wengi katika AFCON. Nadhani imepeleka wachezaji 25. Naona ligi yetu imepeleka wachezaji 25. Kwa hiyo ukiacha ambao wako Taifa Stars, Mali yupo Diala, unaona. Kwa hiyo ukimwacha Zimbabwe yuko Dube kaenda, naona. Na sasa hivi Uganda unamwona Mukwala na Aucho. Ni wachezaji ambao tangu wametoka Tanzania wamekuwa kwenye viwango vizuri. Japokuwa Mukwala kwenye kikosi cha Simba bado hajawa mfalme, lakini Aucho Singida amekuwa mfalme, alipokuwa Yanga alikuwa mfalme. Na ni mchezaji muhimu. Uzoefu wake hasa sasa hivi ile kasi ya mchezo imeanza kumuondoka, lakini kama utamwekea watu wa kumzunguka na akumsaidia akajimegea kipande chake atakusaidia sana, yani atakusaidia sana. Lakini sio AFCON ukijikea kipande chako watu wanakipitia hicho. Atakuwa na msaada kama atakuwa na vijana, kwa sababu hata Gamondo kama anamtumia ana mudathiri pale anamzungukia, unaona. Kwa hiyo kuna watu hata sasa hivi anamtumia Magego, unaona. Kwa hiyo Uganda hapo kundi letu tujue. Ndio yupo Mtunisia pale, yuko Nigeria. Wale kina Iwobi, akina Franki Onyeka kwenye eneo la kiungo la Nigeria. Wewe ukiweka watu ambao tu wanasubiri wafanyiwe kazi na vijana, yani kile kipande wanapita nacho. Aucho ule utulivu ana kitu kinachomsaidia Aucho kama utulivu wake. Unajua wakati mwingine kwenye mpira unahitaji mtu mwenye utulivu.
sana, hasa kwenye ile nafasi ya chini, jinsi gani anaweza kuokota mipira ya hapa chini na kuanza kwa watu vijana wakakimbia. Kwa hiyo hicho ndio ambacho Aucho kinachomfanya aendelee kuwepo kwenye kikosi cha Uganda. Lakini mbali na hicho tu, Aucho ni miongoni mwa wachezaji wa kongwe kwa Uganda kusema. Ukimwacha kipa na ni Onyango na yeye kwa kizazi hiki anaingia kwa wachezaji wakubwa zaidi. Yupo tena. Ndio. Na utaona namna ambavyo amecheza mbali, ameanzia India huko, ameenda amecheza Vietnam huko, amecheza nani Gor Mahia. Baraka Afrika Kusini sasa Afrika. Kwa ni mchezaji ambaye anafahamu. Nadhani Mkwala goli lake alofunga katika mechi ya Algeria inampa sababu ya kocha kuendelea kumwamini. Kweli alifunga goli nzuri sana. Lakini kwa upate anamkubali Mkwala siku. Na jinsi kocha anavyoweza kumtumia nadhani kingine. Sio, anasema hali halisi inasema kweli kuliko mtu kuongeza chochote. Sasa tuangazie taarifa nyingine, na kwa sasa moja kwa moja mara baada ya kuitazama timu ya taifa ya Uganda ambao jana imetangaza kikosi chao cha mwisho. Hatimaye Botswana nayo imetangaza kikosi chao cha mwisho kabisa ambacho kitakwenda kwenye michuano hii ya AFCON. Timu ya taifa ya Botswana nayo imetangaza kikosi cha mwisho kuelekea kwenye michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2025 inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki hii pale nchini Morocco. Botswana watakuwa wanashiriki michuano hii kwa mara ya pili. Wao wapo kwenye kundi D ambapo kundi lao linaunda timu linaunda timu 4 ambazo ni Benin, DR Congo pamoja na Senegal. Kikosi cha Botswana kinachoshiriki AFCON hii kinaonekana kuwa na wachezaji wengi ambao kama vile wapya na wachache wale ambao walionekana katika msimu uliopita. Bwana Gadlisten Moro, karibu. Yes, nafikiri Botswana miaka hivi karibuni inazilisha klabu nyingi sana barani Afrika. Unajua juzi wakati Simba anacheza hatua ya awali dhidi ya Gaborone ya kocha Dimitri Pantev. Kuna kiungo alikuwa anacheza eneo la chini ambao ndo alikuwa nahodha anaitwa Lebogan Disele. Ukiangalia kwenye ile listi hii inaonekana kwenye skrini yetu, Lebogan Disele yule pale bracket Gaborone kwenye milio kwa maana midfielders hapo amehusishwa. Nimefurahi kumuona kwa sababu alikuwa na wakati mzuri sana kabisa. Lakini kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Motusi Johnson kwenye eneo la fullback. Alikuwa anacheza fullback ya kushoto, alicheza dhidi ya Simba hapa, unamuona pale kwenye eneo la defense. Pia imeainishwa Gaborone. Hao ni miongoni mwa wachache, lakini Thabo Leinanyane tumesha kumuona akiwa na Jwaneng Galaxy kabisa. Na huyu unakumbuka ni miongoni mwa watu walikuwa na content sana kwenye fullback yao ya kushoto. Eneo la juu la striking nafikiri mtu atakokuwa anamtegemea sana mchezaji wa zamani wa USM Alger dhidi ya Young Africans. Kwa sasa kaenda Wydad, yuko na Aziz Ki. Unamzungumza Tumisango Rebonye. Unamkumbuka vizuri. Na miongoni mwa mechi ambazo ni zina kumbukumbu bora zaidi ni mechi ambayo alicheza dhidi ya Yanga kombe la shirikisho msimu ule. Kwa hiyo kama Tumisango Rebonye, mtu aliyekuwa anamzidia kwenye ile namba alikuwa Aymen Mahius, ndo alikuwa anaanza, Tumisango anaanzia bench. Lakini sasa hivi nimemwona Wydad na anapata nafasi ya kucheza hata akitokea bench. Kwa hiyo huyu ndo atakuwa kuwa ana lead eneo la ushambuliaji la Botswana. Kwa hiyo mchanganyiko huo ukiplasi na wachezaji wengi wanaotoka Afrika Kusini kwa sababu Botswana nimeona hata mlinda mlango kutoka Township Rollers. Of course Township Rollers ndio timu bora ya muda wote kwa taifa la Botswana. Yaani ndio timu yenye vikombe vingi, nafikiri zaidi ya 20, wakifuatiwa na Gaborone United. Hawa wengine kina BDF kwa maana Botswana Defence Force, timu yao ya jeshi ile, kina Jwaneng Galaxy ndio wamekuja kuanza kutengeneza ufalme tofauti tofauti, lakini timu hizi kama kina Township Rollers, Ubuntu FC na wengi unajua wa Botswana ni kama wa Zimbabwe, wana malisho yao ya kwanza bora ni Afrika Kusini. Afrika Kusini kabisa. Kwa sababu kwenye jiografia ukiangalia ramani ya Afrika, kusini mwa Botswana, kusini mwa Zimbabwe ndo unaipata Afrika Kusini. Kwa hiyo ukivuka tu mpaka kusini mwa hizi nchi unaingia Afrika Kusini. Na maisha South Africa yenyewe iko bora. Ilivyo bahati tumeketi na mtu ambaye ameishi Botswana. na anaifahamu vizuri. Na anafanana na Zimbabwe. Botswana unaenda tu na gari kutoka South Africa. Unaenda na gari. Unasikia mambo hayo na maisha yaani na maisha ya South Africa inavutia kwa sababu aina ya maendeleo yao. Kuna wachezaji wanatamani kwenda kupata maisha mazuri kabisa. Na pamoja na soka la ushindani ulilokuwepo Botswana, lakini ukicheza Afrika Kusini umepiga hatua kubwa zaidi. Umeona, kwa hiyo nadhani kwa vijana wengi wa Botswana wanaingiliana baadhi ya tamaduni, kwa hiyo ni kwenda kupaa kwa rahisi kwa kucheza.
Wakati tunazungumzia kundi E hapa, Galisen Muro alimzungumza pia nyota ambaye anakipiga kwenye timu ya Young Africans nafasi ya mlinda lango, licha ya kwamba aliumia kwenye mechi yake ya mwisho dhidi ya Young Africans na hakucheza mechi 2 za mashindano ya mwisho kwa Young Africans, lakini bila shaka atakuwa amerecover vizuri na anaendelea vyema sana. Namzungumza Djigui Jambo lakini basi bana. Mali nayo sasa imewasili Salama bin Salmin pale nchini Morocco, tayari kabisa kwa ajili ya maandalizi yao ya mwisho kwenye fainali za mataifa ya Afrika, yani AFCON. Timu ya taifa ya Mali imewasili salama nchini Morocco kwa ajili ya AFCON ambayo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki hii, na Mali inashiriki mashindano hayo kwa mara ya 15, ambapo Mali wamepangwa kwenye kundi A. Watakutana na wenyeji Morocco, watakutana na Zambia, watakutana pia na Comoros. Tazama mlinda lango huyu wa Mali, Djigui Diarra, aina ya vazi ambalo amelivaa pasi na shaka linawakilisha Afrika na linautaja moja kwa moja utamaduni wa Afrika. Nimeipenda hii kodi yao nzuri, kodi imetulia hii ya Afrika hii. Kwa chini mtavaa mnavyotaka, lakini juu mtakula kofia. Na hii inaitwa kofia ya tunga. Kofia ya tunga hii. Na amekula kama joho fulani la Kiafrika. Mavazi yao ya Kimali. Mavazi yao ya Kimali. Mavazi haya mara nyingi kwa hapa nyumbani unamkuta nayo Saidi Suedi Skadi. Ustazi yule. Hiyo wa Kigoma. Ndio vitu vyake. Na Ahmed na kinga mkono kwa sisi wapenzi wa muziki unaoitwa kora. Ndio. Unapigwa sana Afrika ya Magharibi. Mimi naufuatilia sana. Kuanzia kwa kina huyu mtu mmoja anaitwa Sidiki Diabate, Toumani Diabate, kina Salif Keita, njoo mpaka kwa kina Youssou N'Dour Senegal. Wengi ukikuta sasa kwenye zile performance zao jukwani ndo mavazi yao na ndo utamaduni wao. Nafikiri wameuwakilisha vizuri. Nimependa sana, ni wa kitofauti kusema kwa kina Aliou Dieng, yupo Mohamed Kamara pale. Hata Zimbabwe wameenda wamevaa nguo zao walizovaa wakati wanaenda kule. Yaani tumesema mambo ya kuyaona kwa Nigeria. Sasa Mali nao wamekuja tofauti kidogo. Unakumbuka hata Ademola Lookman wakati anakwenda kupokea ile tuzo yake. Of course, vazi ambalo alikuwa amelivaa. Ndio eneo pekee ambalo unaweza kutangaza utamaduni wako kwa kujivunia. Kwa sababu hapa ndipo somo na Aliou Dieng huyu hapa kiungo Ahli wamemrejesha kutoka Saudi Arabia. Kutoka Saudia wakati fulani. Unaona vijana hawa kina Sinayoko miongoni mwa wachezaji bora kabisa wa timu ya taifa ya Mali. Na nafikiri huu ndio utamaduni wao ambao unawatambulisha kwenye soka. Unatamani kuiona Tanzania inaingiaje? Kuna mtu alikomenti hapo kwenye hayo mavazi yalivyopostiwa na ile CAF. Akasema kwa nini wachezaji wa Tanzania wasingevaa mashuka ya Kimasai? Matamanio yako sasa wewe ungetamani ungeona wanaingiaje? Chukua mashuka ya Kimasai. Watie Lubega. Watie Lubega anaingia za. Watie Kaniki. Hivi kwa ni Bongo vazi la taifa lilishathibitishwa? Si bado walikuwa kwenye mchakato? Bado ilikuwa kwenye mchakato, na hiyo kesi kusema kweli ngumu kama azima. Kesi kwa ngumu sana. Wapige Lubega tu itawakilisha vizuri. Ila heko shumbe na kongole nyingi sana kwa yule ambaye ametoa wazo la timu ya taifa ya Mali kuvaa hiki ambacho wamekivaa. Mara nyingi sana tunaona wenzetu Ulaya wao wanakula zao suti. Wakati mwingine kuna zile track za kusafiria zile, mtu anaweza kapiga juu sweta chini akapiga zake track suit yake fulani hivi na raba zake ametulia, lakini huu ndio Uafrika, asili ya Afrika, tumetokea huko. Tuame hapo tuangalie taarifa nyingine baada ya kuitazama timu ya taifa ya Mali, na kwa sasa moja kwa moja tuangalie taarifa nyingine ambapo tunaenda kwa Angola. Wakati mataifa mbalimbali yakiendelea kuwasili nchini Morocco tayari kwa ajili ya mataifa ya fainali za mataifa ya Afrika ya AFCON, kwa mara nyingine tena timu ya Angola nayo imeendelea kujiweka sawa sawa, ambapo usiku wa jana timu ya taifa ya Angola imeibuka na ushindi mnono wa magoli 4-1 dhidi ya timu ya taifa ya Msumbiji. Unafahamu kwamba Angola wanashiriki mashindano haya kwa mara ya 10, ambapo wapo kwenye kundi B, watakwenda kukutana na timu kama vile Misri, Afrika Kusini pamoja na timu ya Zimbabwe. Angola imepata kile ambacho tulianza kuzungumza wakati tunaingia mtamboni, kwa maana ya kuzungumza mechi za kirafiki kwa ngazi ya taifa. Na Msumbiji naona mechi yao ya pili wanapoteza.
Kwa hiyo na wenyewe nao wako kwenye AFCON. Kwa hiyo Angola wanaonyesha kile walichokuwa nacho, kina Mabruru wanawaambia wana AFCON wenzao kwamba sisi tunakuja kushindana, tuna timu bora, na ukianza kufanya vizuri kwenye mechi za kirafiki na inazidi kukujengea kujiamini, na vile vile kocha anakuwa anajua okay, wachezaji wangu sasa wameelewa zile mbinu, tunataka kwenda kufanya utekelezaji wa kile tulichokuwa nacho, na miongoni mwa timu ambazo hazipewi nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini kuwaona kwenye robo finali, nusu finali wanaweza kufikia hapo kutokana na aina ya wachezaji wao na kocha walikuwa naye. Kwa hiyo nawapa nafasi kubwa Angola kufanya vizuri, japokuwa kwenye kundi pale watapata ushindani, lakini naona wanaweza kufuzu hatua ya pili. Msumbiji wanabidi wajitafute. Na waliishia robo finali msimu uliopita. Kocha, unadhani kilikuwa ni kipimo rafiki sana kwa upande wao kwenda kwenye hii mechi na wako kwenye maandalizi ya mwisho kabisa? Siku hazizidi 5 kipimo kizuri zenyewe. Kipimo kizuri mno. Ukiangalia Msumbiji na Angola, inawezekana jina la Msumbiji kwenye football liko chini ya jina la Angola. Lakini zile material, kwa maana rasilimali watu ndani ya timu ya taifa ya Msumbiji wametimia. Unafahamu kwa ukubwa wao akina Reinildo Mandava ambaye alishacheza mpaka Atletico Madrid pale, yuko pale, sio? Wana kundi kubwa au akina Edmilson Dove ambaye alishakuwa na Kaizer Chiefs, wote wameitwa kwenye hichi kikosi cha hivi sasa, sio? Elias Pelembe ameitwa kwenye kikosi cha hivi sasa, sio? Lakini Elias Domingos Pelembe zaidi ya miaka 40 sasa, na nafikiri itakuwa AFCON yake ya mwisho, na sasa hivi ameanza kucheza yeye na mtoto wake, wote wanashiriki kwenye ligi ya Msumbiji. Sawa. Kwa hiyo utaona Angola hivi kwa hapa Tanzania je, kutokea hiyo mtu na baba yake kucheza pamoja, yani wote wako active, wote wako active wanacheza. Haijawahi kutokea. Niliona pia kwa Rivaldo, mwanae anaitwa Rivaldinho, yule Rivaldo Pereira namba 10 ya Brazil. Alicheza ligi ya Brazili na mwanae anacheza. Tena Rivaldo akiwa na miaka kama 43, mwanae miaka 19. Kwa hiyo utaona kwa Angola na Msumbiji, kwanza alikutana mataifa yote ni Portuguese speaking. Wote ni wanazungumza Kireno. Football nature yao inafanana. Wote wana talent, wanachezea mpira, wana kasi, wanakupa soka la aina yoyote. Ukitaka ni mwendo, ukitaka watu wafanye skills ndani ya kiwanja. Lakini Angola wanaweza wakasema yes, msimu uliopita walitolewa robo finali na mwana finali Nigeria kwenye ruti yake ya kwenda kucheza finali na Ivory Coast alimuondoa Angola. 16 bora, nakumbuka Angola alimuondoa jirani yake Namibia ya kina Peter Shaluile, kina Dion Hoto, sio? Kwa hiyo Angola wako kwenye rani nzuri kwenye timu ya taifa ya ujumla. Nimeona wameitwa kina Freddy Ribeiro kapteni, nimemuona Eddie Afonso kutoka ndani, goalkeeper Marques yule wa Petro Atletico, nimemuona Zito Luvumbo kutoka ligi ya Italia. Kwa hiyo Mabululu yumo pale kutoka Ahli Tripoli. Kwa hiyo utaona Angola ukiweka kwenye uzani dhidi ya Msumbiji, kwenye majina utaona hata Msumbiji wamesafirisha wachezaji wengi wako barani Ulaya, lakini muunganiko wa kitimu Angola wako mbali sana kwa hivi sasa kwenye ushindani wa AFCON. Kundi lao wako na Afrika Kusini, utakumbuka. Yuko Misri pale. Sasa utaangalia kwenye zile timu mbili zinazofuzu kwenye kila kundi, si makundi yako 6. Wakifuzu wawili maana yake ni timu 12. Wanatakiwa best losers 4 kwenye kutoka kwenye makundi 6. Which means katika timu 8 zitakazosalia, 4 best losers zitabaki, 4 ndo zinaaga mashindano. Bado unaweza kuona kwenye baadhi ya makundi yatatoa timu 3. Inawezekana kundi la Angola, Afrika Kusini, Misri humo ndani, wote wakaenda hatua ya mtoano kwa ukubwa wao na nguvu yao ya ushindani ndani ya kiwanja. Huyo ni Galisten Muro, pasi na shaka tumemsikia. Na Muro kwa wakati huu aghlab viwanjani huwa tunaangazia dondoo zile mbalimbali. Ingie kwenye zilizobamba kuangazia taarifa ambazo zilizosheheni huko na kushika hatamu. Habari kubwa ni kuhusiana na chuo cha usimamizi wa fedha yani IFM imetinga robo finali katika mashindano ya kombe la shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Shimivuta baada ya kuiondosha timu ya chuo cha maji kwa magoli 3. Juma Kapipi anapanda jukwani na taarifa kamili. Timu ya IFM ikiwa na kikosi chake tishio katika michuano hiyo ya Shimivuta ilifanikiwa kuiadhibu vikali timu ya Water Institute, mchezo uliopigwa ndani ya viwanja vya Tabora wavulana. Tamati ya mchezo huo uliokuwa umetawaliwa na mbwembwe kibao za mashabiki. Nilizungumza na manahodha wa timu zote mbili. Ni matokeo yaliyokuwa yanahitajika ni kushinda tu kutokana na kundi letu sisi likopo
lina timu 3. Manake tuna michezo miwili tu. Manake ukipoteza, manake ndio mpoteza mazima. Kwa mchezo ulikuwa ni mgumu kutokana kila timu ilikuwa inahitaji matokeo. Kwa hiyo mpira mchezo wa makosa, tumefanya makosa, wenzetu wametumia, ndio maana tumefungwa. Katika haya mashindano hamna mpinzani mwepesi. Kwenye haya mashindano kila mpinzani tunakutana naye ni mgumu. Ukitegemea na chuo chetu ni chuo ambacho tunapata vikombe muda mwingi, kwa tunakuwa na competition sana. Kila chuo tukikutana nacho lazima kitukamie. Yaani lazima wacheze kwa nguvu. Mechi haikuwa rahisi, sema tumewazidi tu, kuna sehemu tumewazidi, tumepata ushindi wa goli 3. Tunamshukuru Mungu, leo tumeshinda mechi yetu. Ilikuwa ni mechi ya maamuzi. Mungu ametusaidia, tumeshinda kwa ushindi wa 3-0. Kwa upande wake makocha wa timu hizo mbili, IFM na Water Institute, pamoja na kuzungumzia hali halisi ya mchezo huo, lakini wakashauri Shimivuta kuangalia namna ya kuongeza muda wa mashindano ili malengo ya kupata vipaji vya wachezaji yatimie. Ni mashindano yanachezwa muda mfupi sana. Kama sisi Maji na CB grupu ilikuwa na timu 3 tu. Umtafuta mchezaji mzuri kwa mechi 2 ni shida. Anaweza akaperform mechi moja, ya pili asiperform. Jambo jingine pia na uchovu. Mtu anacheza leo dakika 90, kesho anacheza tena dakika 90 kwa sababu ni wanafunzi wanahitaji kusoma. Lakini kuna mpango sasa wa kufanya haya mashirikisho yajue haya mashindano pia kuna vipaji tunavihitaji. Kama mimi ni kocha wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, wachezaji wangu wengi wanatoka chuo cha IFM na vyuo vingine. Wengi wapo saizi wameajiriwa, na ndio maana unaona hata timu ya mamlaka ya watumishi tumeweza Shimuta kuchukua ubingwa mara 3 mfululizo. Ndani ya miaka 6 tumechukua mara 5. Kwa hiyo haya mashindano yanaweza kusaidia mtu kupata ajira. Sasa hivi kwa sababu mataasisi na mashirika ya umma yanaajiri sana vijana, ajiri wana michezo. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ya watu kupata vipaji, lakini wayaboreshe kwa sababu yana muda mfupi. Mtu anatoka Dar es Salaam kuja kucheza mechi 2, mashindano yameisha. Kwa hiyo ile uweza kuona usione mchezaji mzuri. Mimi nafikiri muda wa mashindano na mechi ni mdogo kupata wachezaji. Talent zipo, lakini kwa namna ya kusport tunahitaji kidogo muda zaidi kuangalia, lakini wachezaji ni wazuri. Kwa hiyo nacho labda ingekishauri kidogo wadau wazidi kuongezeka ili uwekezaji uwe mkubwa. Nadhani hata namna na muda wa mashindano kucheza utakuwa na utaongezeka. Lakini kwa sasa hivi hapa kidogo naona itakuwa ngumu kusema kama tunaweza tukapata wachezaji, lakini kwa namna ninavyoona wachezaji wanacheza vizuri. Katibu mkuu wa Shimivuta Ashraf Athman amedai michuano hiyo ya 50 ya Shimivuta kadri siku zinavyoyoma ndivyo ushindani unavyozidi kuongezeka, huku vipaji vikionekana shahiri dhahiri uwanjani. Mpaka kufikia sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu, mafanikio ni makubwa na tunaendelea vizuri. Hali ya hewa ni nzuri ya hapa mkoani Tabora. Mafanikio ni makubwa na changamoto zipo za kibinadamu za kawaida tu za kwenye michezo, hivyo ni vitu vya kawaida, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu 90% tunaendelea vizuri na tunatarajia pia ushindani kuanzia hatua hizi za mtoano zinakuwa yani kuna ushindani mkubwa kwa sababu kila timu inahitaji kufika kutimiza malengo yake, kwa maana ya kufika hatua ya fainali baada ya kutoka hatua hii, wengine ambao wanaanza nusu fainali leo na wengine wanaanza robo fainali kesho. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa na tunatarajia michezo kwa kila mchezo ambao wale ambao wamevuka kwenye hatua za mtoano wataleta ushindani wa hali ya juu, kwa sababu timu zote ni bora na zinaendelea kushindana na zinaleta ushindani wa hali ya juu sana. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Katika hatua nyingine, shirikisho la mchezo wa vyuo vya elimu ya juu Tanzania Shimivuta imeamua kufufua michezo ya jadi kama vile karata, drafti na mchezo wa bao ambao umeanza kushindaniwa na kupewa kipaumbele katika idadi ya michezo ambayo imejumuishwa kwenye michuano ya kitaifa. Juma Kapipi anapanda tena jukwani kwa taarifa kamili. Katika mashindano hayo ya 50 ya Shimivuta kwa mwaka 2025 ambayo yanafanyika kitaifa hapa mkoani Tabora, michezo hiyo ya jadi imekuwa kivutio kwa wasomi hawa vyuo vya elimu ya juu. Kwa game moja haiwezi kuamua point, si ndio unless labda kama utakuwa umeshinda utakuwa na point 2. Huu ni mchezo wa bao. Kumbe wapo wasomi kibao waliokuwa kumezea mate na kutaka kuona
kwenye orodha ya michezo inayoshindaniwa. Wengi wanafikiri kwamba labda ni mchezo wa kizamani, lakini pia wengi wanafikiri kwamba ni mchezo ambao unafaa kwa wazee. Jibu langu mimi ni hapana, kwa sababu mimi pia nimeshiriki na nimepata ushindi hapa dhidi ya mwenzangu. Nafikiri ni ile namna ambavyo tunaamua kutunza vitu vya kwetu, ndio maana tunaendelea kuwa vizuri na kuendelea kuvilinda na kuvitunza. Ni sehemu ya kutunza asili yetu, kwa sababu asili ya hili bao ni hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini pia faida nyingine, inajenga cooperation. Tunaongelea yani inatengeneza mahusiano baina ya watu kutoka from sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano, sisi hapa tumekutana kutoka kwenye vyuo tofauti tofauti. Mimi nimetoka kucheza hapa na mtu kutoka chuo cha TIA Dar es Salaam, ambapo mimi huyu sikuwahi kukutana naye. Leo hii nimekutana naye hapa, tumecheza bao, nimemshinda ndio, lakini tumejenga mahusiano. Leo hata mimi nikitoka hapa nikienda Dar es Salaam naweza nikawasiliana naye tukajenga undugu hivyo. Ukiangalia Shimivuta sasa hivi iko michezo mingi ambayo wanachuo wanaishindania, na kwa mwaka huu katika mashindano ya 50 shirikisho limeanzisha baadhi ya michezo ya jadi ambayo haikuwepo hapo awali. Lengo la kwanza ni kutoa wigo kwa wanafunzi wengi kushiriki michezo, lakini kuibua vipaji vingi zaidi, mbali na soka, mbali na mpira wa wasichana wa netball, lakini ipo michezo mingine ya jadi ambayo wapo wanafunzi wenye vipaji vya kuicheza, kama mchezo wa bao, kama mchezo wa karata na mchezo wa draft. Kwa hiyo lengo ni kuongeza wigo wa wanafunzi wengi kushiriki, lakini kuibua vipaji vingi zaidi na kudumisha hii michezo ambayo imekuwa haipewi kipaumbele katika jamii. Lakini ukweli unabaki pale pale, michezo hii ya jadi bado inapendwa. Imeshuhudiwa pia wanawake wakipeana ushindani mkubwa kwenye mchezo wa drafti na hata ule wa karata. Nimeshiriki mchezo wa drafti, nimeshinda pia mara 2. Mchezo wa leo kiukweli nimeufurahia mzuri na upo sawa. Katika hiyo michezo mimi naona inasaidia kwanza connection. Kujuana na watu mbalimbali ambao hata hujawahi kuwafahamu. Ndio inajenga mahusiano mazuri. Naambia pia na michezo wale wanakuja kushiriki, kuna usawa na nidhamu pia ipo, wasiogope. Nimeshiriki mchezo wa karata ambao unaitwa Albastini. Tunashukuru sana kwa kuweza kuikumbuka michezo hii, kwa maana inaibua vipaji pia vya watu wadogo wadogo na ambao wanacheza. Kwa hiyo tunashukuru sana. Changamoto zipo, baadhi ya vifaa, baadhi ya sheria hazijulikani, lakini mimi naamini mdogo mdogo tutajua. Naiambia jamii kwamba isiache kucheza, wala isione michezo hii kama michezo ya kiuni, bali ione kama michezo mingine kama ilivyo netball, mpira wa miguu na volleyball. Mchezo wa Albastini una faida zake. Ya kwanza, inakupa nguvu ya kuweza kufikiri, yani jinsi gani ya kucheza, na inakupa mtu kwa mtulivu. Ni mchezo ambao ninavutia nao toka nikiwa mtoto mdogo. Mchezo huu ni mzuri sababu ni mchezo wa yani huwa hauna mwenyewe. Ni vile tu kati utakavyochangwa na wewe unavyocheza. Ni mchezo mzuri sana na shauri watu wapende kucheza mchezo huu. Kwa sababu sasa hivi inaendeshwa, wengi wa wanafunzi wameipokea katika mwitikio chanya. Wengi wamejitokeza katika kucheza michezo hii, na hata ukiangalia idadi ya wanaoshiriki katika michezo hii ni kubwa ikilinganishwa na michezo mingine. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo wameipokea vizuri, na ni matarajio yetu ya kwamba baada ya michezo hii katika shirikisho, wanaporudi katika taasisi zao wanakwenda kuendeleza michezo hii, ili kwamba kipindi kijacho cha mashindano waongezeka wana michezo wengi zaidi wenye ubora zaidi katika kushindania michezo hii. Michezo hii licha ya kuwa ni ya jadi, lakini imeleta sura mpya ya mashindano, na bado wasomi hawa wa vyuo vya elimu ya juu wanaomba iongezewe nguvu. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Nimeupenda sana huu mchezo wa drafti na ni miongoni mwa mchezo yangu pendwa kweli kweli. Lakini kwenye ule mchezo wa karata hapa Azam TV tutamtoa Omar Katanga, atakwenda kutuwakilisha pasi na shaka. Katika dimba la CCM Samora mkoani Iringa, mabingwa JKT Queens imezidi kuendeleza kichapo kwa kuichapa CSA Queens magoli 3-0 kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara. Taarifa ya Muhammad Nyaulingo inaarifu zaidi. Dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa CCM Samora hapa mkoani Iringa. Walimbwende 22 walikuwa wakiminyana hapa, kila upande ukihitaji kupata alama 3 muhimu. Waliokutana hapa ni JKT Queens kutoka Mbweni jijini Dar es Salaam
walifika hapa wakiwa na alama zao 6 kibindoni, lakini wenyeji Siasia Queens kutoka maeneo ya Mkwawa wenyewe wameingia kwenye mchezo huu kinyonge wakiwa hawana alama hata moja tangu kuanza kwa michuano hii ya ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Walicheza michezo miwili lakini yote walipoteza. JKT Queens wenyewe mchezo wao mmoja walishinda na mwingine pia walishinda kwa maana ile kikanuni kwa kupewa alama 3 na magoli 3 kutokana na sababu mbalimbali. Lakini katika uwanja huu dakika 45 za kwanza ilikuwa ni dakika za moto kweli kweli kwa pande zote mbili, licha ya kwamba JKT Queens wenyewe waliweka kambi kunako goli la Siasia, lakini vijana wa Siasia walipambana na kuhakikisha basi wanaepuka kuruhusu nyavu zao kutikiswa. Lakini dakika 45 na zile 2 za nyongeza ndipo sasa mchezaji Esther Marwa akatikisa nyavu kwa upande wa Siasia Queens, na hadi dakika 45 zinamalizika wanakwenda mapumziko, Siasia Queens 0 JKT Queens 1. Dakika 45 za kipindi cha pili zilianza kwa kasi kwa timu zote mbili kupishana, kwani kila timu ikiwa inahitaji kupata magoli. Kwa Siasia Queens wenyewe walikuwa wanahitaji kusawazisha goli na hatimaye pia kuongeza goli jingine, lakini bahati haikuwa kwao. Mnamo dakika 53 ndipo mchezaji Donisia Minja akapeleka tena kilio kwa Siasia Queens, kadhalika na dakika ya 75. Timu ambazo kwa namna moja tumejaribu kucheza vizuri, lakini naamini kwamba bahati haikuwa upande wetu, sababu wao wamepata nafasi wamezitumia, sisi kuna baadhi nafasi tulipata hatukuzitumia. Cha pili kimekuwa cha tofauti kidogo kwa sababu tulifikiria zaidi kwamba kutokana na ukubwa wa JKT sisi tujilinde kidogo, baadaye kwenda kupishana nguvu kama walivyokuwa kama plan yetu ilivyokuwa imewepo. Kwa kutokana na mazingira ya kujilinda na tulivyokuwa tunashambulia mara kwa mara, kidogo wachezaji wakawa wanapata uchovu kidogo, ndio maana wakawa wanasababisha makosa ambayo yamepelekea zile foul, ndio kama wanavyoona magoli tuliofungwa kama ya foul. Tunajua kwamba timu zinazocheza nyumbani zinakuwa na nguvu kubwa sana, kwa sababu kwanza wanacheza katika uwanja wao wa nyumbani, pili wana mashabiki ambao wanawasupport, kwa hiyo lazima wacheze kwa spirit ya hali ya juu. Lakini pia nimeiona timu ni nzuri sana ile, isipokuwa imeathirika pia na uwanja kama tulivyoathirika sisi. Pengine kama uwanja ungekuwa mzuri, basi mpira ungekuwa mzuri zaidi. Lakini niseme tu kwamba tunategemea kukutana na upinzani kila mchezo tutakokutana nao, kwa sababu ya ubora wa timu ambazo zimejiandaa. Ugumu wa ligi unatajwa kwa kiwango kikubwa, lakini ubovu wa uwanja nao ukitajwa kuathiri mbinu za JKT Queens. Tunashukuru tunachofuata kurekebisha katika mazingira hapa. Ya hesabu yetu ya kwanza imepotea kutokana na dirisha dogo. Tulikuwa tunataka tungefanya marekebisho fulani especially upande wa ushambuliaji, lakini kwa kuwa dirisha dogo limesogezwa mbele na kuna wachezaji wengine bado hawajapata vibali wapo, nadhani kwamba hawa watakuja kutuongezea nguvu kwa huo mechi zinazofuata nyingine. Tutajaribu kurekebisha makosa ambayo tumepata. Naona tuna improve kidogo, tunaboreka, timu inakuwa bora kidogo. Kwa hiyo naamini kwamba timu inayokuja Simba tutapambana nao kwa hali na mali, tutarekebisha makosa ambayo tumeyapata kwenye hii mechi. Sisi hiyo ndio mission yetu ya kwanza. Mission yetu ya kwanza kwa maana ya kwamba tunahitaji kutetea ubingwa wetu ili tukacheze tena Champions League, kwa sababu hatukufanya vizuri kwenye Champions League. Kwa hiyo tunatafuta nafasi nyingine tukajiulize tena ili tuangalie tutafanya kitu gani. Kwa muktadha huu JKT Queens wanafikisha alama 9 kunako msimamo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, huku Siasia Queens wenyewe wakipoteza michezo yote mitatu wakiwa hawana alama yeyote. Lakini huu ndio ulikuwa mchezo wao wa kwanza kucheza nyumbani. Kituo kinachofuata tarehe 22 ni hapa kunako dimba la CCM Samora, Siasia Queens dhidi ya Simba Queens. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo na hii ni Viwanjani. Shukran sana Muhammad Nyaulingo kwa utulivu wa kutupwa. Tumeshuhudia ripoti iliyokamilika iliyosheheni taarifa na dondoo mbalimbali kutoka kwa wahusika. Mara baada ya mchezo huo kumalizika, msemaji wa timu za JKT Tanzania Masau Bwire ameelezea mwenendo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, ambapo amesema ubovu wa miundombinu ya viwanja akielezea kama kikwazo kwao kutoonyesha kiwango bora katika mechi wanazocheza. Akizungumza na Viwanjani katika dimba la CCM Samora, akigusia pia sababu ya kutofanya vyema kwa ligi ya mabingwa Afrika upande wa wanawake. Uwanja umekuwa changamoto kubwa kwetu
Ushindi sisi tunasema ni ushindi mwembamba sana. Hatukustahili sisi kushinda goli 3 tu dhidi ya Siasia kwa namna ya uwezo wetu na namna walivyokuwa wakicheza wapinzani wetu, lakini mazingira ya uwanja yamesababisha matokeo hayo kuwa hivyo. Uwanja ni mkavu, uwanja una mabonde, mpira utembei, na sisi hatujazoea ile mipira ya tutura ile. Tumezoea kucheza watu wafurahi, mpira upigwe ufike, lakini hapa ilikuwa ni bahati nasibu. Mchezaji akisogea vibaya ameanguka. Nadhani umeshuhudia mpaka refa mwenyewe kaanguka sababu ya ubovu wa uwanja. Sisi tunashukuru kwamba tumepata alama 3. Basi tunaangalia mchezo mwingine unaofuata. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila mchezo unaokuja mbele yetu tunapata alama 3. Na hatimaye ligi hii inapokuwa inamalizika, kwa soka la wanawake Tanzania tunaamini hatuna upinzani. Tunahitaji tutetee ubingwa wetu vilivyo, turudi kule kwa wakubwa wenzetu, ligi ya mabingwa Afrika kwa mara nyingine, sababu tumeshaenda mara 2, tumejifunza, na sasa tunataka twende mara ya 3 kuonesha kwamba sasa tumewiva na kikombe kinatufaa ukipeleka Tanzania. Msimu huu ushindani ni mkubwa, na ili tufike huko tunakotaraji kwenda, tunakotamani kurudi kwenda, lazima ushinde mechi. Sasa hali hii tunayokwenda nayo ni kuhakikisha kwamba tunashinda mechi na hatimaye tunafika kule ambako tunahitaji kufika. Tunaanza safari sasa kuelekea Manyara, ambapo tarehe 22 tutakuwa pale Tanzanite kwa raha tukiwakabili Fountain Gate. Unatuma salamu gani kwa Fountain Gate? Maana kule pitch iko vizuri. Kule sasa tunaenda kucheza mpira. Kichapo cha kizalendo tunasema hakikwepeki, na hasa tunapokuta uwanja uko sawa sawa. Kwa hiyo wajipange, wajiandae kutupokea sisi kama sisi, lakini wajiandae pia kukipokea kichapo cha kizalendo kutoka kwa wazalendo JKT Queens. Siri ni nini hasa kwa JKT Queens kufanya vizuri mfululizo? Tuko vizuri kwa kila eneo. Tuna wachezaji walio wazuri bora, tuna benchi la ufundi lenye uelewa wa hali ya juu, wanaojua matakwa ya wachezaji na wanaojua kufundisha mpira. Tuna uongozi thabiti, wachezaji wanapata huduma zote zinazotakiwa, hawana stress. Kwa hiyo wanacheza mpira bila kuwa na mawazo ya aina nyingine yoyote. Kwa hiyo tuna mambo mengi mazuri yanayowafanya wachezaji wetu na ubora wa wachezaji wetu uwe imara siku hadi siku. Mwisho kabisa, vinataja vitu vingi ambavyo pengine vimechangia kutofanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwamba wachezaji hawana uzoefu, hamna wachezaji wa kigeni na mipango yoyote. Mimi nadhani hilo tutalizungumza kwa wakati mwafaka, lakini wale ambao wamekuwa wakitufuatilia nina imani kwamba wamejua, waliona na walishuhudia kwamba JKT Queens ni timu ya namna gani. Na hata tulipokuwa katika yale mashindano tulipata mashabiki wengi sana kwa aina ya uchezaji wetu, na hata mechi ilipokuwa inamalizika wengi walisikitika na wengi wakalalamika juu ya maamuzi yaliyokuwa yakitoka. Mechi zote ndugu yangu, sisi tumepigiwa penalty, mara inapigwa, inadakwa, inarudiwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yalisababisha sisi pengine tusifanye vizuri sana katika yale mashindano, lakini wenyeji wa kule waliamini moja ya timu bora ambayo ilistahili kuwa mabingwa ni JKT Queens. Ndio sababu tunasema tunahitaji twende tena, kwa sababu tumeshajifunza ni wapi ambapo wenzetu wanatuzidi. Sasa twende furu mziki ili tukaoneshe na sisi kwamba tunaweza, na kikombe hiki pengine tuwe wa kwanza kukileta katika ardhi ya Tanzania. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu za JKT Tanzania Masau Bwire akizungumzia kile ambacho kimejitokeza katika uwanja wa CCM Samora mkoani Iringa baada ya mchezo wao kukamilika kati yao na Siasia Queens, ambapo Siasia Queens walijikuta wakirovu na kutebwereshwa tebwere. Tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji endelea kusalia papo hapa ulipo.